우리가 이제 오늘 좀 전쟁을 좀 하려고 하는데 And today I want to engage in some spiritual warfares. Na leo hii nataka tuingie kwenye vita ya kiroho. 뭐 이것은 탄자니아의 상황만은 아닌데 And this is not the only situation in Tanzania. Hii sio hali inayokabili Tanzania pekee. 예, 이 아프리카의 이 주술과 이 마녀의 벨트가 굉장히 강력해요. The belt and the sorcery of the witches of Africa are very powerful. Nguvu ya uchawi katika bara la Afrika ni kubwa sana na ina nguvu. 지금 2020년 들어오면서 이 전 세계 이 마녀나 주술의 이 벨트들이 이게 연결돼 있어요. And in the year of 2025, all those sorceries and the witchcrafts of the world have been coming together as a single belt. Katika mwaka 2025 wachawi wote na washirikina wamekuwa na kuja pamoja na kutengeneza kundi lao pamoja. 이게 물론 적그리스도가 사용하는 애들이에요. And these are demons that the Antichrist is using. Na haya ni mapepo ambayo mpinga Kristo pia 그래서 anatumia. 이게 저기 이제 중미 카리브해부터 시작해서 미국의 이 워싱턴으로서 이 히말라야, 한국, 그다음에 이 아프리카로 연결되는 아주 긴 아주 이 주술의 벨트예요. There's a very long belt of sorcery that begins from Central America, from the Caribbeans to Washington, and then to the Himalayas, to Korea, and then to Africa. Kuna mkanda mkubwa sana au mnyororo mkubwa sana ambao ni wa kichawi unaotoka kule Amerika Kusini na kuendelea mpaka kule Marekani kwenyewe. 이런 영들을 우리 이제 잡신이다 이렇게 얘기를 해요. And we call these spirits diverse spirits. Na tunaita roho hii ni roho ya uharibifu. 왜냐면 얘네들은 일단 숫자가 많아요. Because they are many in numbers. Kwa sababu watu hawa wako wengi sana, mapepo haya yako mengi sana. 그리고 다른 영들과 아주 잘 섞여요, 얘네들이. And they can easily mix with other spirits. Na ni vyepesi sana roho hizi kuchanganyikana na roho nyingine. 예, 음란하고도 잘 섞이고. They can mix well with immorality. Na uzinifu. 예, 이런 주술의 역사가 강한 데는 이런 성폭행, 강간, 마약 이런 게 아주 굉장히 성해요. And that's why where there's a lot of sorcery, there's a lot of acts of raping, sexual abuse, and things like that. Ndio maana mahali palipo na roho ya ukahaba pia utakuta kuna roho ambazo ni za ubakaji na mambo yote yanayoendana na uasharati. 이 주술의 영들은 이 땅들을 더럽혀요. And especially the spirit of sorcery pollutes the land. Kipekee roho hii ya uchawi huwa inaharibu nchi. 이 땅들이 더럽혀지면 어떤 현상들이 일어나면 And when the land is polluted, what happens? Na nchi inapokuwa imeharibika ni kitu gani kinatokea? 일단 정치적 상황이 아주 심각해져요. Firstly, the political situation will get very worse. Kitu cha kwanza ni kwamba ule uharibifu unazidi kuwa mkubwa na kuongezeka. 자녀 세대를 더럽혀요. And then they pollute your next generation, your children. Na kisha uharibifu huo unaenda mpaka kizazi kijacho. 그러니까 여러분 이 아프리카의 이 장점들이 굉장히 많은데. And there are many pros to Africa. Na kuna mambo mengi ambayo yanatokea hasa katika bara la Afrika. 이게 일단 여러분들이 용사예요. Firstly, you guys are all warriors. Kwanza tufahamu kabisa kwamba Waafrika ni watu mashujaa sana. 여러분들은 바빌론이 줘서 만족하는 삶의 이런 성향을 가진 사람들이 아니에요. You do not have a tendency where you will be satisfied by the things of Babylon. Lakini ni kwamba hampashi kuwa na kuridhika na ule mfumo wa Babeli. 근데 이런 주술의 영들이 이게 이 땅을 묶어버리니까 그런 강력한 이 특성들이 살아나지 않고 있어요. Because the spirit of sorcery has bound the land, that's why you cannot manifest your natural given talents. Kwa sababu kuna kufungwa na roho za uasharati, unaweza usidhihirishe hata vile vipawa vyako ulivyojaliwa navyo. 물론 이런 모든 영적 상황이 하나님의 교회들이 이 영적 전쟁을 하지 못했기 때문에 그래요. And all this happened because the churches of God were not able to engage in spiritual Na mambo warfare. haya yote hutokea kwa sababu kanisa la Bwana limelala na haliingii kwenye vita ya kiroho. 이게 교회들이 회개될 일이에요. So this is the topic of repentance for all the churches. Kwa hiyo hili ni swala la toba kwa ajili ya makanisa, lazima afanye toba kwa ajili ya jambo hilo. 여러분 탄자니아 내에서도 뭐 영적으로 뛰어난 분들이 있겠죠. And I know that there are spiritual leaders in the land of Tanzania. Na najua kuna viongozi wa kiroho katika nchi ya Tanzania. 그러나 땅을 이 정도로 더럽힐 때까지 교회들이 모든 걸 방치하고 있다는 건 이게 말이 안 돼요. But it doesn't make sense that the church has neglected your nations that it has come to this point. Lakini sasa haijalishi, maana inaonekana kama vile viongozi wamesahau sana swala la kiroho mpaka likaingia kwenye hatua hii. 여러분이 이 집회를 지금 어떻게 보고 있는지 모르겠지만 And I don't know how you're feeling about this conference. Sifahamu unajisikiaje kuhusu kongamano hili. 이 탄자니아에 주는 마지막 기회라고 생각해야 돼요. But think of this as the last chance given to Tanzania. Hebu fikiria kwamba basi iwe ndio nafasi ya mwisho ambayo Tanzania tumepewa. 우리들은 지금 이번 집회에
이렇게 들어올 이유가 없어요. And there's no reason for us to come to hold a conference in Tanzania. Na hakuna sababu yote ile sisi kuja kutoka Yeah. mbali kufanya makongamano 왜냐면 Tanzania, 여기 지금 우리 한국 사람들은 여행 3단계예요. 여기 나라에서 여기 들어오지 말라는 거예요. Because our country actually says you shouldn't come to Tanzania for vacation. kwa sababu pia 또 지금 한국 외교부에서 계속 문자 날라오고 있어요. Even today, our embassy is sending messages to us saying the dangers of Tanzania. hata sasa ubalozi wetu umekuwa unatutumia ujumbe ukituambia hatari zilizopo 예, Tanzania. 거기 위험하니까 빨리 출국하라고. And they're telling us, since it's so dangerous over there, come out quickly. Natuambia kwamba kwa kuwa sio salama inabidi mrejee haraka. 꼭 있어야 되면 어떻게 준비해다 이런 또 대책까지 다 마련해서 지금 문자가 계속 날라오고 있어요. And they're telling us what to do if we have to remain here. Na ubalozi unatuelekeza cha kufanya wapo itatokea tukabaki. 예, 그러니까 우리는 사실 이 집회를 벌써 3주 전에 캔슬했어야 돼요. And we are supposed to cancel this conference 3 weeks ago. Na kikawaida tulipaswa kuahirisha kongamano hili wiki iliyopita. 근데 우리가 왜 이런 위험을 무릅쓰고 이렇게 많은 시간과 돈을 투자하면서 여기 들어왔겠어요? But regardless of all that, why are we investing so much time and money in this conference? Lakini mbali na hayo tulipata msukumo na tukawekeza pesa nyingi kwa ajili ya kongamano hili tukaamua kuja. 예. 그거는 바로 하나님이 이 전쟁을 이제 승리하기 위해서 우리를 보낸 거예요. It's because God wants us to be victorious in this battle over Ni here. kwa sababu Mungu anataka tuwe washindi katika vita tulionayo hapa. 예, 우리도 이렇게 우리도 이렇게 목숨 걸고 들어왔는데 And we're risking our lives to be here with you. Na kwa kweli tunahatarisha maisha yetu kuwepo hapa pamoja na nyinyi kwa ajili ya Bwana. 정작 여러분들이 원수에 대한 분노도 없고 여기에 목숨 걸고자 마음이 없으면 이거는 허무한 거예요. But all this will be for vain if you don't have an anger against the enemy and you're not willing to participate in Kile this conference. kiuhalisia yote atakuwa bure kama hauna hasira kwa ajili ya adui yako ambayo itainuka ndani mwako. 일단 여러분들 원수에 대한 분노를 일으키세요. Firstly, you must arouse an anger against your enemies. Kwanza kabisa lazima uinue hasira ya kimungu ndani mwako dhidi ya adui yako. 지금도 어딘지 모르지만 마녀들의 주술의 그룹들이 우리를 계속 모여서 저주하고 있어요. Even now, I don't know where, but there's a meeting of witches where they're doing all that they can to disturb our worship. Hata sasa sifahamu ni maeneo gani, lakini katika roho ninaona kuna kundi la wachawi wakikusanyika ili kuharibu kongamano hili. 일단 강력한 무리는 세렝게티 북서쪽에 있는 모임들이 있는 것 같아요. And I think there's a powerful meeting held in the northwestern side of Serengeti. Na nafikiri kuna mkutano wa wachawi kule karibia na Serengeti kule. 예, 시간 되면 가봤으면 좋겠는데. If we have time, then I hope that we can go and visit. Na tukishapata muda hapo baadaye natumaini tutaenda kule tuwatembelee huko. 잡신은 아무것도 아니에요. But diverse spirits are actually nothing. Lakini sasa hizo roho zote ni bure tu. 내가 36년 얘네들하고 싸웠기 Because 때문에 I've been fighting against them for 36 years. Kwa sababu nimekuwa nikipigana sana vita na roho hizo miaka karibu 60. 얘네들에 대해서 잘 알아요. So I'm very familiar with them. Kwa ninazifahamu vizuri sana. 불 한 방이면 끝나요. 다. Everything will be done with one fire. Na kila jambo tu litamalizika kwa moto mmoja utakaoshuka. 그런데 이 싸움은 내 싸움이라기보다는 여러분의 싸움이에요. But this is not my battle to fight. It is your battle. Lakini hii sio vita yangu kupigana tu, ni vita yako pia. 먼저 여러분들 회개해야 됩니다. Firstly, you must repent. Cha kwanza unaanza kwa toba. 이 땅을 이렇게 원수들이 더럽힐 때까지 여러분들이 아무것도 안 했다는 것을 회개해야 돼요. You need to repent for the fact that you have done nothing when the demons have polluted your land like this. Na unaanza kwa toba. Usipofanya hivyo, maanake mapepo tu yatakushambulia. 예, 탄자니아의 어떤 지금 상황을 내가 잘 알지는 못하지만 And I'm not that well versed in the situation of Tanzania right now. Sasa sijafahamu vizuri sana kiundani kuhusu hali ya Tanzania 이 kwa 정도 sasa. 영적 상황이면 강간, 성폭행, 이런 마약 이런 거 굉장히 심할 거예요. In the current spiritual state, I'm sure there's a lot of rape, a lot of sexual abuse, and a lot of drug addiction going on. Katika hali ya kiroho ninajua kwamba kuna ile hali ya uasharati, ubakaji na hata ile hali ya ulevi, ulaibu mwingi sana unaendelea. 그리고 용사의 기질을 다 뺏어갔어요. And you lost all of your tenacity as warriors. Na sasa wewe umeshapoteza ile shauku yako kama shujaa. 이게 여러분들을 무기력하게 만들고. And that's why the enemy has made you powerless. Ndio maana adui amekufanya kuwa mnyonge na duni. 여러분의 좋은 성향인 이 바빌론으로 주는 만족이 아니라 하나님이 주면 살 수 있는 그런 성향들이 다 죽어가고 있단 말이에요. And all of your good traits, the good traits that live off of God and not off of Babylon, are being killed because of these things. Na vile vyote vizuri vitu vyote vizuri ndani mwako vya kimungu vimeharibiwa na mfumo wa Babeli. 자, 우리가 오늘 이 전쟁을 승리로 이제 확정지어야 됩니다. So we must confirm our victory today. Kwa hiyo ni lazima udhibitishe ushindi wako siku ya leo. 예,
이 마녀들의 모임을 완전히 해체시키고 거기에 불이 떨어져야 돼요. We need to disband the group, the meetings of the witches, and let fire fall down into their assembly. Na tutatuma moto ushuke juu ya makutano yote ya wachawi mahali 이제 walipokusanyika. 마녀들이 회개를 거부하면 If the witches are reluctant to repent, Na hata kama ikibidi wachawi hao watubu, 천사들이 가서 생명줄을 끊어버릴 거예요. then angels will go and take their lives. na malaika tutawatuma waende wamalize maisha yao wasipotubu. 자, 우리가 이 전쟁을 이제 오늘 승리를 이끌어야 돼요. So 그렇죠? let us bring this battle to victory today. Tulete vita hii katika ushindi wetu siku ya 그리고 leo. 이 땅의 이 오염됨과 묶임들을 풀어내야 돼요. And let's release this land from all of its pollution and bindings. Sasa tuachilia nguvu hii kufungua kila vifungo vilivyopo. 그리고 여러분의 자녀 세대들이 일어나야 돼요. And you must raise up your children. Na ni lazima pia uwainue watoto wako. 여러분 아마 여러분 목회자 자녀들도 지금 굉장히 많이 공격받고 있을 거예요. I'm sure your children are receiving a lot of attacks right now. Nina uhakika hata watoto wako wanakabiliana na mashambulizi sasa hivi. 이 어제도 이렇게 사역하면서 통변을 몇 번 해봤는데 Yesterday when I was ministering you, I was able to interpret some of your tongues. Jana nilipokuwa nikihudumu hapa niliweza kutafsiri baadhi ya lugha na ndimi. 자녀들이 정신병이 걸린 사람들이 꽤 많은 것 I 같아요. can tell that many of your children have mental illnesses. Ninaweza kugundua na kuona kwamba watoto wenu walio wengi wana ile hali ya ugonjwa pengine wa akili. 이거 전쟁하지 않아서 그래요. And that's the result of you not fighting. Na hiyo sababu yake ni kwa sababu haupigani vita ya kiroho. 이 탄자니아의 이런 영적 판도를 이대로 여러분들이 그냥 놔두면 안 돼요. And you cannot neglect and ignore the spiritual state of Na Tanzania. hauwezi ukapuuza kabisa na kutelekeza hali ya kiroho Tanzania. 그러나 기쁜 소식이 뭐냐면 But the good news is, Lakini habari njema ni kwamba 하나님이 이런 상황에도 우리를 보내서 이 전쟁을 끝내기를 원하셔요. even in this dire situation, the Lord has sent us so that we can help you in this spiritual battle. hata katika hali ya namna hii bado Mungu ametutuma Ja, ili 지금- tukusaidie kupigana vita hii ya kiroho. 이제 탄자니아 외곽에서 지금 엄청난 천사들이 우리 기다리고 있어요. Thousands of angels are waiting for us outside of the boundaries of Tanzania right now. Maelfu na maelfu ya malaika wametungojea katika 여기서- mipaka yote ya Tanzania. 여기서 우리가 이제 전쟁하기 시작하면 When we begin our fight over here, Tutaanza vita yetu ya kiroho bahari hapa 모든 천사들이 들어올 거예요. all the angels will enter. na malaika wote watashuka, watakuja. 그리고 이 마녀들의 요새들을 완전히 다 돌무돌 만들어 버릴 And 것이에요. they're going to destroy the fortresses of these witches. Na wataharibu ngome zote za kichawi. 이제 오늘부로 여러분들은 이 전쟁을 이제 밀리지 않고 계속 승리하면서 나가야 돼요. And starting today, you will not be pushed back in this battle, but you will be victorious. Na kuanzia leo hautarudishwa nyuma, utakuwa mshindi siku zote. 우리 먼저 회개합시다. So firstly, let us repent. 하나님, Cha kwanza kabisa tuingie kwenye toba. 하나님, Lord, 우리가 이런 영적 무지로 인해서 이 땅을 이렇게 더럽혀서 놔둔 것을 용서하시옵소서. would you forgive us for letting this land be bound because of our spiritual ignorance? Utusamehe kwa sababu ya kupuuza na kuachia nchi hii iingie kwenye vifungo. 하나님의 교회가 가지고 있는 능력과 영광 그 권세가 무엇인지 믿지 못하고 사용하지 못한 것을 용서하시옵소서. Forgive us for not knowing of the powers, the authority, and the glory that you have given to the church. Utusamehe kwa sababu hatukujua nguvu na mamlaka na uwezo ambao umelipatia kanisa. 정치인이나 이 땅의 사람들이 바로 그렇게 악의 원인이 아니라 The evildoers of this nation are not the politicians or the people in charge. Uovu ulio katika nchi hii sio tu uovu wa wanasiasa au wa viongozi. 이 땅의 교회 목회자들이 바로 이런 모든 것을 방치한 것이 악이란 것을 알게 하소서. Let us know that it was evil for the pastors of this nation to neglect this situation. Bwana, tuomba ni makosa yetu kama wachungaji kutelekeza na kuachia taifa hili. 오늘 이 전쟁을 이제 완전한 승리로 확정지시고 Would you help us to confirm our victory in the battle today? Utusaidie tudhibitishe ushindi wetu katika vita ya kiroho leo. 이 탄자니아의 남은 자의 교회들이 하나님이여 거룩하게 일어나게 하시옵소서. And let the churches of Tanzania be raised in glory after today. Na achilia kanisa la Tanzania liinuke katika utukufu baada ya siku ya leo. 순결하고 순결한 종들이 일어나게 하소서. Let holy and pure servants be raised. Utakatifu na usafi uinuke katika watumishi. 주술과 마녀들이 준 모든 무기력과 탐욕을 완전히 제거해 주시옵소서. Help us to remove all of the powerless and the greed that we have received from the witches and sorcerers. Utusaidie kuondosha kila uchawi na kila nguvu ya unyonge na uduni tuliopokea kutoka kwa wachawi. 다윗이 줘야 행복하고 주자는 불행하다고는 이 원수의 모든 속임수가 완전히 백일하에 드러나게 하옵소서. And destroy all the manipulation of the enemy that says you need to receive from Babylon to have happiness. Na uharibu kila udanganyifu wa adui tuliopata kutoka Babeli ya kwamba tunapaswa kuwa na vitu ili ndio tuwe wenye furaha. 오늘 이 종들에게 강력한 불의 능력을 부어 Would 주시옵소서. you pour a powerful fire down upon us, Lord? Umimine moto wako juu yetu 이 땅의 Bwana. 모든
모든 오염됨과 묶임들이 풀어지게 하시고 Release this land of all of its pollutions and bindings. Waachilie nchi Bwana, uiepushe na kila uharibifu Yeah. na vifungo. 모든 천사들이 이제 들어오게 하시옵소서. Let all the angels enter this country. Achilie malaika wote Bwana waingie katika nchi hii. 예, 세렝게티 서쪽에 있는 마녀들의 요새를 완전히 진멸하소서. Destroy the fortress of the witches located in northwestern side of Serengeti. Uharibu kila nguvu ya uchawi na ngome zake zote kule Serengeti. 미카엘 천사는 계열의 천사들이여 들어와라. Angels of Michael, come down upon us. Malaika Michael, njoo juu yetu. 가브리엘 천사는 계열의 천사들이여 들어와라. All the angels of Gabriel, come down. Malaika wote wa Gabrieli njoni. 예, 미카엘 천사장들 계열의 천사들 들어와라. Also all the angels of Michael. Kisha malaika wote wa Mikaeli. 파니웰 계열의 천사장 계열의 천사들이여 들어와라. The angels of Phanuel also come down upon us. Malaika wote ambao ni wapiganaji 하나님 washuke. 이제 이 땅을 완전히 기경시켜 주옵소서. Father, would you completely cultivate the land of Tanzania? Baba, uchochee neema katika Tanzania. 이 땅에 하나님이여 모든 오염됨을 씻어 Would 주시옵소서. you wash away all the pollution of this land? Ukasafishe na kuosha kila uharibifu katika taifa hili. 이제 영광스러운 교회가 일어나게 하시옵소서. And let the glorious churches of God rise. Na uachilie kanisa lenye utukufu 이제 다음 liinuliwe. 세대들이 일어나게 And would 하소서. you arise the next generation of this land? Na tutainuliwa katika jina la 예, Yesu. 이 땅에 하나님의 영광이 임하는 시간 되게 하시옵소서. Would you pour your glory upon this nation? Bwana, uachilie utukufu juu ya taifa hili. 당신의 종들이 원수를 향한 분노를 갖게 하시옵소서. And let your servants arise in anger within them. Achilie watumishi wako wainuliwe 그리고 mahali hapa. 능히 완전한 승리의 영광과 능력이 우리에게 있음을 믿게 하여 And let 주옵소서. them believe that the power and the glory of victory is upon us. Bwana, waamini ya kwamba nguvu na ushindi viko juu yetu. 충성스러운 천군 천사들이여, Obedient heavenly angels, Na malaika wanaotii wa mbinguni, 모든 주술과 마녀들의 역사를 파괴하고 go and 진멸하라. destroy the works of the witches and sorcerers. haribu kazi zote za uchawi na ushirikina. 하나님 이곳에 강력한 불을 부으소서. Father, just send a powerful fire down upon Baba, us. achilia 원수의 역사를 moto juu yetu. 진멸하소서. Destroy the works of the enemy. Haribu kazi za adui. Father, be upon us. Uwe juu yetu. 불로 응답하는 자. You who answers the Be fire. He is Yahweh. Uwe moto. 파이어! Moto. 더 임하시. 이 시간 도미니카 모든 마녀들 멘트를 파괴하라. Destroy all the fortresses of the witches in the Haribu Dominican kila Republic. ngome zote za Dominican Republic. 히말라야의 모든 마녀 멘트를 파괴하라. Destroy all the witches in the Himalayas. Haribu kila uchawi kule Himalaya. 이 아프리카의 마녀 멘트를 완전히 Destroy 파괴하라. all the fortresses of the witches in Africa. Haribu kila ngome katika 더 임하시. 종들에게 권세한 능력을 부으소서. Give your servants power and authority, Lord. 이 전쟁을 완전히 하는 승리로 정하게 Let 하소서. them confirm of their victory in this warfare. Baba, tudhibitishe ushindi 어머니 wetu. 천사 들어오라. Send more angels. Send more angels. 마녀의 역사를 파괴하라. Destroy the works of these sorcerers and witches. Waachiliwe, waachiliwe kwa haribu kila Fire. uchawi. Moto. Lord, anoint us. Anoint us. Bwana, achilia mafuta, achilia upako. 강력하게 파이어! 이 땅을 정결케 하소서. 이 땅을 정결케 하소서. Purify this land, Lord. Purify this land. 원수의 모든 요새를 Pigana 파괴하라. Destroy vita, all the pigana fortresses vita, of the pigana enemy. vita. Haribu kila ngome za adui yako. 어이 마시. 강력하게. Father, more powerfully, Lord. 하나님 우리가 하나님의 이 전쟁을 물음을 용서하소서. Father, forgive us for not engaging in this battle. Utusamehe maana Bwana tuliachilia 우리가 이 vita 땅에게 hii. 더럽히도록 방sem을 용서하소서. Forgive us for neglecting this land to be polluted. Utusamehe Bwana maana maharibifu 당신의 umekuja 교회들에게 kwetu. 회개하게 하소서 하나님. Let your churches of this land repent. Baba, achilia nguvu tena 그래야 이제 katika 거룩한 교회가 일어나게 하소서 So 하나님. that glorious churches may arise from this land. kanisa tukufu 당신의 영광스러운 liinuliwe. 차례 세대가 일어나게 And raise 하소서. up a holy next generation. Utakatifu inuliwe tena. Obedient heavenly angels, go and destroy the cities of the witches. Malaika waharibu kila nguvu ya adui. Cultivate the land. Malaika waharibu nguvu ya uchawi. 할렐루야. Hallelujah. Hallelujah. 아멘. Amen.
아직 전쟁은 완전히 끝나지 않았지만 The battle is not fully over yet. Unajua vita haijaisha bado. 예, 이제 천사들이 다 정리할 거예요. But angels will conclude the battle. Malaika watatimiliza vita hiyo. 예, 이 지역은 탐욕이 진짜 강해요. Greed is very powerful in this region. Ubinafsi na uchoyo ni jambo lenye nguvu sana katika maeneo haya. 그 아주 뚱뚱한 커다란 귀신이 한 마리 I 있는데 can see a very big and fat demon going around. Ninaweza kuona pepo kubwa lililonenepeana mahali hapa. 예, 이게 탐욕이에요. And that is the spirit of greed. Hiyo manake ni roho ya uchoyo na ubinafsi. 그러니까 이런 지역에서 근처에서 목회하면 목회자들은 탐욕스러울 수밖에 없어요. And that's why if you minister around this region, then the pastors will be affected by that greed. Na ndio maana ukiwa unatumika katika maeneo haya, hata wachungaji wataharibiwa na hiyo roho wasipoangalia. 자꾸만 소유하려는 욕구가 생겨요. And you will continue to have a desire to possess more and Na more. utajikuta unaendelea kuwa na shauku ya kuwa navyo vingi. 지금 거대한 천사가 데리고 왔어요. But we brought a giant angel with us. Lakini tumekuja na malaika mahali hapa. 아멘이죠. Amen. 자, 이제 뭐 필요에 따라서 전쟁을 계속 할 텐데. And if needed, we will continue to fight like this. Hata tutaendelea pia kupigana vita namna hii. 여러분 아마 가벼움을 느낄 거예요, 그렇죠? And you will feel this spiritual lightness Na after the battle. utasikia wepesi sana katika roho baada ya hapa. 가볍죠? Don't you feel light? Yes, unasikia wepesi katika roho? 아직도 안 가벼움. Feels like you're still weighed down. Nadhani kama bado una uzito fulani. 여러분 영의 상태는 늘 깃털처럼 가벼워야 돼요. And your spiritual state should always be as light as a feather. Unajua hali yako ya kiroho lazima iwe nyepesi kama unyoya. 그래야 성령이 이끄신 대로 축축 따라다니는 거예요. That's how you can easily follow the movement of the Holy Spirit. Hivyo ndivyo ukaweza kufuata mtembeo wa Roho Mtakatifu. 언제든지 은혜의 보좌 앞으로 나갈 수 있는 거예요. And no matter when, you can come before the throne of grace. Na haijalishi kiwango ulichopo bado unaweza kaenda mbele ya kiti cha neema. 이렇게 잠깐만 이런 영적인 것들을 이렇게 놔두고 잠깐만 눌리면 영이 계속 무거워져요. If you neglect your spiritual issues and you're weighed down like that, then of course you're going to be heavy. Na ukipuuza mambo ya kiroho sana namna hiyo utajikuta unakabiliwa na uzito sana katika roho. 아멘. 자, 우리 옆에 축복하세요. So let's bless one another. Sasa hebu tubarikiane. 당신은 승리자입니다. Bariki You are a mwenzako. victor. Mwambie wewe ni mshindi. Mwambie mwenzako wewe ni mshindi. 자, 이제 데살로니가전서를 피세요. Open up to 1 Thessalonians. Fungua kitabu cha kwanza cha Tesalonika 2장 1절부터 16절까지 보겠습니다. Today we will look from chapter 2 verse 1 to verse 16. na leo tutaangalia Watesalonika wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 16. 근데 이제 이번에 이제 있는 로마 집회는 이제 몇 가지 중요한 의미가 있어요. But there's a lot of important meanings to the conference in Rome. Lakini sasa kuna kongamano la msingi la muhimu sana kule Roma. 예, 여러분 믿음이 되면 기도해 달라는 얘기야. So if you have faith, then please pray for our conference. Kwa hiyo tafadhali tunaomba uendelee kuomba kwa ajili ya kongamano hili. 예. 일단 그 하나님의 시간표를 이제 결정하는 시간이에요. And it's time for us to decide the timeline of God. Sasa ni wakati wetu kutambua majira ya kimungu. 예, 적그리스도는 이 지중해 연안에 있는 나라에서 나와요. The Antichrist will appear from one of the countries of the Mediterranean. Mpinga Kristo atatokea katika nchi ambayo iko kwenye bahari kule ya Kabila Mediterranean. 뭐 계시록과 종말론에 근거하면 이제 유럽에서 나올 거예요. And according to the words of Revelation and the end times doctrine, we know that the Antichrist will be revealed from one of the countries in Europe. Na kutokana na kitabu cha Ufunuo tunaona unabii unasema kwamba mpinga Kristo atatokea katika taifa mojawapo la Ulaya. 이번 집회가 적그리스도 등장을 이제 하나님이 확정하는 집회예요. And in this conference, God will confirm of the appearance of the Antichrist. Na katika kongamano hili Mungu atathibitisha na kuonyesha muonekano wa mpinga Kristo. 자, 그러니까 하나님은 당신의 모든 결정을 당신의 거룩한 교회들의 선포에 맡기신 거예요. And God will trust His decision to the proclamations of His holy servants and His churches. Na Mungu atawaamini watumishi wake ili kuweza kutamka matamko ya kinabii kwa ajili ya kanisa lake. 교회가 만물을 다스리는 곳에 있다는 걸 의심치 않아야 돼요. You cannot doubt that the church has authority to rule over all of creation. Na huwezi ukatilia mashaka ile mamlaka ya kanisa ambalo Mungu ameiachilia juu yao kwa ajili ya utawala na kutiisha viumbe vyote. 우리 교회 지난
6명의 대통령을 다 예언하고 그 대통령이 세워졌어요. For example, our church was able to prophesy the 6 previous presidents of Korea, and all of them came true. Kwa mfano kanisa letu Mungu alitupa neema ya kutabiri marais karibu 6 wote waliotokea kule 예. Korea walitabiriwa na sisi. 우리 뭐 트럼프도 우리가 예언한 거잖아. And we also prophesy that Trump will be elected as well. Lakini pia Mungu alitupa unabii juu ya taifa la Amerika kwamba Trump atakuwa 그러니까 rais. 이게 교회가 선포해야 하나님의 나라가 움직이는 거예요. So through the proclamation of the church, God's kingdom moves. Kwa hiyo kupitia matamko ya kanisa Mungu ndio huwa anatembea. 자, 이제 탄자니아의 영광스러운 교회가 선포해야 이 탄자니아가 움직이는 거예요. And so from now on, Tanzania has to move according to the proclamations of the glorious churches here. Kutoka sasa Tanzania itatembea katika matamko ya watumishi wake kwa ajili ya hatima ya Tanzania. 그러니까 한 나라 안에 이렇게 영광스럽고 거룩한 교회 있다는 건 이렇게 중요한 일이에요. This is how important it is for a country to have glorious and holy churches within it. Huu ndio umuhimu wa kanisa kuwa tukufu na lenye mamlaka katika nchi. 그 땅에서 하나님이 받으신 예배가 있느냐 없느냐는 이렇게 중요한 얘기예요. It's a big difference to have a worship that is delighted, that is received by the Lord in the country. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na kuabudu ambako Mungu anakufurahia 그런데 katika nchi. 그런 예배는 바로 하나님의 거룩한 교회를 통해 드린 예배를 하나님이 받으시는 거예요. And the worship that God receives are the worship that is given by His glorious and holy churches. Na kuabudu ambapo Mungu anakufurahia ni kule ambako kunatolewa kutoka katika kanisa lake takatifu. 자, 그래서 이제 적그리스도의 등장을 공식적으로 하나님이 이제 선포하시는 거고. And God will officially declare the appearance of the Antichrist from that conference in Rome. Na Mungu atatamka na kutangaza na kuonyesha muonekano wa mpinga Kristo katika kongamano lile la kule Roma. 이제 적그리스도가 누구냐라는 거를 이제 남은 자 교회에서 이제 선포할 거예요. And the remnant churches will soon declare who the Antichrist is going to be. Na masalia au mabaki ya Mungu yatatamka na kutangaza na kuonyesha nane ambaye ni mpinga Kristo. 그러니까 성경적으로 종말론이 어떤 의미냐라는 것을 말하는 것이 중요한 시즌이 아니라 So it's not a season to say what doctrine of eschatology, end times is going to appear from the Bible. Kwa sio swala tu la kutamka na kutangaza majira au theolojia fulani, ili swala linatoka kwenye Biblia, ni ufunuo na maandiko ya Biblia. 벌써 미리 끝났어요. Because all the interpretations of the end time sermon is already finished. Kwa sababu tafsiri yote ya kimaandiko ya kuhusu mpinga Kristo yamekwisha dhihirika. 그 모든 예언들을 성취하는 사건이 뭐냐 이것을 예언하는 이것을 선포하는 시즌이에요. It's time for us to declare what prophecies are going to come true in this season. Ni wakati wetu sasa kutamka ni unabii upi ambao unaenda kulingana na majira tuliyomo. 자, 또 동시에 이제 음녀된 심판을 공식적으로 선포하는 집회예요. And simultaneously in this conference we're going to officially declare the judgment of the great Na prostitute. kisha katika kongamano hili tutaenda kutangaza na kutoa matamko na kuonyesha hukumu juu ya yule kahaba. 음녀는 이제 전삼절 끝나는 시간 가운데 적그리스도에 의해서 완전히 불태워서 죽여주죠, 그렇죠? The great prostitute will be killed by the Antichrist during the end of the first half of the great tribulation. Yule kahaba atauliwa na mpinga Kristo kabla kabisa ya mwisho wa dhiki kuu. 이제 그 심판을 선포하는 거예요. And we're going there to declare that judgment. Na tutakwenda kutangaza na kutamka 예, hukumu hiyo. 적그리스도가 더 이상 음료를 사용할 필요가 없기 때문에 그렇게 죽이는 거예요. And the reason why the Antichrist is going to remove the great prostitute is because she's of no use to him anymore. Ni kwa sababu itakayosababisha mpinga Kristo amuondoe huyo kahaba ni kwa sababu hawezi tena kumtumia. 종교 통합을 하기 위해서 이용한 거고. He just used her to unify all the religions. Manake akishamtumia kuunganisha dini zote 그리고 atammaliza, hana kazi naye. 그가 가지고 있는 어마어마한 돈을 이제 사용하기 위해서 이용한 거예요. And he uses her to use her money. Kwa hiyo atamtumia ili pia kutumia fedha zake. 바티칸은 정말 엄청난 돈을 갖고 있어요. The Vatican has a lot of riches. Ya kule Vatican wana utajiri mwingi sana. 예, 뭐 확인된 건 아니지만 예를 들면 미국의 큰 회사 뭐냐 갑자기 생각나네요. This is not confirmed, but there's a big company in America, Haijathibitishwa bado, lakini 빌 kuna 게이츠. Microsoft. 마이크로소프트 주식의 50% 이상을 가지고 있다는 얘기도 있어요. For example, there's a theory that the Vatican Church holds 50% of the stocks of Microsoft. kuna kampuni kubwa kule Marekani ya Microsoft ambayo inasemekana utawala wa Rumi kule Vatican wanashikilia 50% ya uwekezaji katika hiyo kampani. 여러분 얼굴에 보니까 금가루 떨어진 사람들 많아요. And I can see in your faces that many of you have golden powder on your 나도 face. 떨어졌네 여기. I have some golden powder on me. Naweza kuona baadhi yenu hapa kama vile mna poda ya utukufu katika uso wenu mahali hapa.
na mimi naiona pia kwangu. 생명상 집회 오면 금가루 보석들 많이 떨어져요. If you come to Zoe Ministry conferences, you see a lot of these golden powers and jewels falling from the heavens. Ukija mara nyingi kwa makongamano ya Zoe utaona kuna ile hali ya poda Yeah. ya dhahabu inadondoshwa juu ya nyuso za watu kwa makongamano. 중국에서 집회할 때는 이 단윙이 전부 다 금으로 보석으로 다 떨어졌어. When we were holding a conference in China, this whole stage was filled with gold and jewels. Na wakati ule tulikuwa na kongamano kule China, eneo lote kama hili lilikuwa 파라과이에서 limejaa poda ya 집회할 때도 dhahabu 여기가 다 금색이 됐어. katika mimbari mahali pale. Again, during the conference of Paraguay, again the whole stage was golden. Na tulipokuwa kwenye kongamano kule Paraguay, 그래서 그때 bado ile poda ya dhahabu ilimiminwa katika madhabahu. 집회 모든 목사들이 보고서 서서 계속 울기만 했어. So all the pastors saw that the stage was golden and they started to cry. Kwa wachungaji wote wakaona madhabahu imegeuka kuwa dhahabu, wakaanza kulia na kubobojeka. 그건 우연한 일이 아니라 스가랴 4장 12절 13절의 예언이 성취되는 거예요. And this is not just by chance, but it's the fulfillment of the prophecy in Zechariah 4 verse 12. Na sio swala tu la angekiwa na bahati, ni swala la unabii kutimia Zakaria katika sura ya 4 mstari wa 12. 이제 두 증인의 시대에 들어와서 금기름이 흐른다 그랬어요. And when we come into the age of the two witnesses, a golden anointing will be poured upon us. Tunapokuja mwisho wa wale mashuhuda wawili, Biblia inasema kwamba ile hali ya kinara cha dhahabu kitaachiliwa. 우리 교회도 수시로 막 금가루가 엄청 떨어져요. And that's why golden powders are very common in our church. Ndio maana ile hali ya poda ya dhahabu kuachiliwa ni jambo la kawaida kwenye kanisa letu. 이제 몇 년 전에 말레이시아 집회할 때는 Several years ago, when we were holding a conference in Malaysia, Miaka michache iliyopita tulipokuwa na kongamano kule Malaysia, 집회 장소가 아니라 각 방들마다 그렇게 보석과 금가루들이 많이 떨어졌었어요. these treasures and golden powder was falling upon not the conference hall, but in each room. tuliona ya kwamba ile hali ya poda ya dhahabu ilikuwa inadondoka sio kwenye ukumbi tu, lakini kwenye 근데 kila chumba. 우리가 이제 싱가포르 옮겨서 식당을 갔는데 But then we moved to Singapore and we went to a restaurant. Na kisha wakaenda kule Singapore, wakaenda kwenye mgahawa. 거기 식당에서도 막 금가루가 떨어지는 거예요. Even in the restaurant, we were receiving this golden powder. Hata kwenye mgahawa kule ile poda ya dhahabu ilikuwa inawafuata inadondoka juu yao. 우리 식구들하고 막 거기는 종업원하고 앉아서 금가루 막 치고. So our team members and the workers of the restaurant were going to pick up the golden powder. Kwa hiyo kundi letu pamoja na wafanyakazi wa mgahawa walikuwa naenda kuokota ile poda ya dhahabu mahali pokuwa imedondoka. 자, 이번 집회 얼마나 떨어지는지 궁금해지네. I'm very curious to see how much will fall upon this conference. Ninatamani kuona ile poda ya dhahabu itaanguka kiasi gani kwenye kongamano hili. 몇몇 사람 얼굴 보니까 금가루 떨어지더라고. I can see that some of you have it on your faces. Ninaweza kukuona mahali ulipo kwamba kuna poda ya dhahabu iko juu yako. 자, 이게 뭐냐면 And what this means is, Na hii ina maana kwamba 주님이 오신다는 사인을 주는 거예요. it 잠깐만. means Jesus is giving us a sign that he's going to come. inamaanisha kwamba Yesu anatupa ishara kwamba anakuja. 우리 성도 중에서는 기도하고 나왔는데 까만 바지가 금소로 벽한 사람도 있어요. And there was a deacon in our church where after she prayed, her black pants turned golden. Na kuna mzee wa kanisa kule kwetu alipokuwa akiomba, ile suruali yake alikuwa amevaa ikabadilika kuwa ya kidhahabu dhahabu. 예, 하나님은 당신이 오신다는 엄청난 사인들을 당신의 교회에 이렇게 자꾸 보여주세요. God will always show signs of his coming to his churches like this. Mungu huwa anadhihirisha ile ishara ya ujio wake kwenye makanisa kwa namna hii. 나는 여러분들이 각자의 기도의 방이 있다고 믿는데 And I know that I'm sure that you all have a prayer room by yourself. Na ninajua kwamba kila mmoja wetu hapa ana mahali pake pa kuombea. 기도방에서 기도하면 막 금가루가 얼굴에 툭툭툭 떨어지는 거예요. And when you pray in your private rooms, I'm sure this golden powder will come and cover you. Na ninajua ukitoka hapo ukianza kuomba faraga, hii poda ya dhahabu itamiminika kwako mahali utakapokuwa 여러분 기도가 ukiombea. 얼마나 감격스럽겠어요, So 그렇죠? that's why your prayers will be filled with inspiration. Ndio maana maombi yako yatajaa uhuisho na mafunuo. 자, 그래서 우리가 이제 이 로마 집회 지금 얘기하는 건데 So I was talking about the conference in Rome. Kwa hiyo nilikuwa nikizungumza kuhusu kongamano la kule Rome. 중요한 것들이 하나님이 결정하는 시간이기 때문에 Because it's a time where God will make up his important decisions. Kwa sababu ni majira ambayo Mungu ataenda kufanya maamuzi ya msingi sana. 그리고 이제 마지막 유럽에 있는 이제 남은 자들을 세우는 마지막 기회예요. And it's the last chance for us to raise up the remnants of Europe. Na sasa ni majira ya mwisho tulio nayo ya kuinua masalia katika Ulaya kule. 이제 그 집회 후에 내가 유럽 전체를 한번 이렇게 돌면서 땅 밟기를 할 거예요. And after that conference, I'm going to be traveling around the European countries to pray for them. Na baada ya kongamano hilo nitaenda kuzunguka mataifa ya Ulaya nikiyaombea. 한 달 동안 이제 돌아다닐 거예요. For a month, I'll be traveling across Europe. Karibia mwezi mzima nitakuwa nikisafiri 이 nikizunguka 집회에 Ulaya. 대한 하나님의 결정을 확정하는 거예요.
And we're going to see the decision of God confirmed in this na conference. tutakwenda kuona Mungu akifanya maamuzi katika makongamano hayo. 예, 그래서 이제 글쎄요, 여러분들이 우리 프랭크 목사님은 로마 오겠죠. And I'm sure Pastor Frank is going to come to Rome with us. Na najua kwamba mchungaji Frank atakuja kule Roma pamoja na sisi. 이제 여러분 대표로 올 거예요. He will come as your representative. Atakuja kama mwakilishi wako mpendwa. 바울 순교교회 앞에 있는 호텔에서 하는 거예요. We're going to be holding the conference across the street from the Church of Paul over there. Na tutaenda kuwa na kongamano karibia tu na mtaa ambapo kuna kanisa la Church of Paul. kanisa Paul. kanisa la Paulo. 예, 이제 바울의 핏값을 갚아주는 집회. We're going there to pay back the price of Paul's blood. Tutakwenda pale kulipa fidia au kulipa kisasi cha damu ya Paulo. 예, 여러분 꼭 기도해 주세요. So please pray for our conference. Kwa tafadhali ombea kongamano letu. 아멘. 자, 우리 생명사역은 이제 이렇게 뭐 전 세계에서 거의 한 달에 한 번씩 다 집회가 있습니다. And in Zoe Ministry, we pretty much have a conference every month. Na katika huduma yetu ya Zoe ni kama kila mwezi tunakuwa na kongamano. 뭐 내년도도 어떻게 될지는 아직 잘 모르지만 케냐나 또 뭐 잠비아에서 집회되려고 하는데 뭐 이렇게 한번 갈 수 있죠. And I'm not sure yet, but next year we're probably going to be holding a conference in Kenya and maybe Zambia. Sijapata uhakika lakini pengine mwaka unaokuja tutakuwa na kongamano Kenya au pengine Zambia. 예. It's going to decide. God is going to decide. Mungu ndiye muamuzi wa hilo. 예, 나를 움직이려면 기도하세요. If you want to move me, then please pray. Ukitaka nitembee tafadhali niombe. 아멘. 아멘. 자, 그래요. 자, 내년 상반기까지 스케줄 다 짜져 있어요. And actually, the schedule for the first half of next year is already decided. Na unajua hata hivyo ratiba yetu ya mwaka jana imeshaamuliwa na kupangwa tayari. 이제 내년 하반기에 이제 아프리카 대표는 또 갈 거예요. So maybe we're going to plan for a conference in the second half of next year. Pengine tutakuwa na kongamano hilo pengine nusu ya mwaka unaokuja. 여러분들 그 집회 오시는 거 환영합니다. And we welcome you to that conference. Na tutawakaribisheni wote katika kongamano hilo. 자, 아멘. 자, 지금 내가 지금 지금 전쟁이 상황을 지금 결론을 기다리기 때문에 지금 이렇게 시간 끄는 거예요. The reason why I'm pushing this time right now is because I'm waiting for the battle to be resolved. Kwa sababu gani naendelea namna hii kusukuma muda? Ni kwa sababu ninasukuma muda ili vita ile tuweze kupatia ushindi. 예, 지금 천사들이 잘 싸우고 있어요. And angels are fighting very well for us right Na now. malaika wanapigana kwa ajili ya vita vyetu sasa napozungumza. 강력한 천사들이 왔기 때문에 전쟁을 빨리 끝낼 거예요. And powerful angels are sent to us, and that's why the battle will be concluded soon. Malaika wenye nguvu wanatumwa kwa ajili yetu, ndio maana vita yetu itamalizika muda mfupi tu. 이제 여러분들이 이런 영적인 것들을 다 감지하고 볼 수 있는 눈들이 열려야 돼요. And your spiritual eyes have to be open so that you may see and sense these spiritual things. Na macho yako ya kiroho yatafunguliwa ili uwe makini na kuweza kuona mambo katika ulimwengu wa roho. 이걸 전부 이게 믿음의 눈을 떠야 된단 You 말이에요. must open up your eyes of faith. Ni lazima ufungue macho yako ya imani. 그러니까 이런 주술의 영들이 여러분을 공격하고 괴롭히는데 이것도 못 느끼고 있으면 안 돼요. When the spirit of sorcery is attacking you, you cannot be numb to those attacks. Roho ya kichawi inapokuwa ikikushambulia hauwezi ukaweza kugundua vizuri. 자, 그러니까 이 목회자들이 영적 전문가라는 걸 항상 잊지 마세요. So do not forget that pastors have to be spiritual experts. Kwa hiyo ni lazima utambue na usisahau kwamba wachungaji wanapaswa kuwa wabobezi katika mambo ya roho. 예, 그건 하나님의 의지예요. And that is the will of God. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu juu ya wachungaji. 하나님이 종들을 그렇게 영적 전문가로 세우자는 의지가 강하다는 거예요. God's will to raise up his servants to become spiritual experts is very powerful. Mungu shauku yake ya kuinua wachungaji na watumishi wake wawe wabobezi kwa mambo ya roho ni jambo la msingi sana kwake. 그러니까 여러분들은 그런 하나님의 의지를 믿음으로 받아들이고 영으로 살면 그렇게 되는 거예요. And that's why if you receive the will of God by faith and you live spiritually, then it will happen to you. Ndio maana ukipokea mapenzi ya Mungu makamilifu na kuishi kwa utakatifu, haya yote yatatokea kwako. 자, 그래서 우리 목회자들이 정말 영적이어야 돼요. So pastors, you have to be spiritual. Kwa hiyo wachungaji ni lazima muwe kiroho. 예, 항상 하나님의 아름다운 향기가 나는 종들이 돼야 돼요. You must be servants that can give off the scent, the aroma of Christ. Ni lazima muwe wachungaji na watumishi ambao mtatoa harufu na manukato ya Kristo. 가만히 더럽혀지는
바빌론의 냄새를 풍기는 종이 되면 안 돼요. Do not be a servant that gives up the stench of Babylon. Usiwe mchungaji ambaye umemezwa na mfumo wa kibabeli. 정말 하나님이 사랑하고 하나님이 기뻐하는 종들이 돼야 돼요. You need to be servants that are beloved by God. Unapaswa mtumishi ambaye ni mpendwa, unayependwa na Mungu. 예, 얼마나 큰 교회를 하느냐 이거는 문제가 되지 않습니다, 여러분. Having a bigger church is not an issue for us. Sio swala la kuwa na kanisa kubwa. 예, 한 명을 데리고 목회해도 하나님의 거룩한 종이 되면 그것으로 끝이에요. If you only have one church member, if you're willing to become a holy servant of God, then that's just done. That's finished. Ukiwa na kanisa moja na ukawa tayari kuwa mtakatifu, hiyo tu imetosha mbele za 예, Bwana. 거룩하고 순결한 종이 되면 하나님이 책임지시는 거예요. If you become a holy and pure servant, then God will be responsible for you. Na ukiwa mtakatifu na uliyesafishwa, Mungu ana wajibu kwa ajili yako. 하나님은 그런 종의 늘 기도를 귀 기울이시게. And God will always be careful to listen to the prayers of that servant. Na Mungu atakuwa makini kusikiliza maombi ya mtumishi wa namna hiyo. 예, 여러분 모쪼록 순결한 종들이 되세요. So become pure servants. Kwa hiyo uwe mtumishi ambaye umetakaswa, uko safi. 아멘. Amen. 자, 그럼 오늘 2장을 하겠는데, So today we will look into chapter 2. Kwa hiyo leo tutatazama ile sura ya pili. 자, 어제 말했더니 데살로니가 교회는 교회의 기초를 세우는데 중요한 책이다 이 말이에요. Like I said before, 1 Thessalonians is a very important book when it comes to the foundation of the church. Kama nilivyosema hapo awali, kitabu cha Wathesalonike 예. ni cha msingi tunapokuwa tunazungumza msingi wa kanisa. 예, 그것은 일차적으로 구원의 확증을 모든 성도들이 가지고 있다는 것이죠. Firstly, every member of the church must have confirmation of their salvation. Kitu cha kwanza, kila mshirika lazima adhibitishe habari ya wokovu wake. 자, 여러분들이 무엇을 하든 교회는 하나님이 모든 것을 주시고 이끌어간다. 이 부분을 잊어버리면 안 돼요. No matter what you do, you cannot forget that God gives everything to the church and He leads the church Himself. Haijalishi kile unachokifanya, lazima ujue kwamba anayeongoza kanisa na kulisaidia ni Mungu mwenyewe. 자, 그러니까 여러분이 가지고 있는 경험이나 여러분이 가지고 있는 어떤 이론적인 것들을 잠깐만 내세우려고 그러면 안 돼요. Do not try to bring forth your own experiences or your own philosophies and theories. Usijaribu kutumia juhudi zako tu na falsafa zako tu kwenye mambo ya Mungu. 예, 사실 여러분이 알고 있고 여러분이 경험하는 것들은 매일같이 포기해야 돼요. And actually, you should give up what you know and what you have experienced before. Na wala usitumie tu hali ya uzoefu wako wa kawaida wa siku 뭐 여러 zote. 가지 이유가 And 있지만 there are many reasons to this. Kuna namna ambavyo unaweza ukageuka kuwa mfanyabiashara 예, kwa namna hiyo. 하나님은 날마다 우리를 새롭게 하시기 때문에요. And it's because God renews us daily. Ni kwa sababu ufahamu kwamba Mungu hutuhuisha kila siku. 자, 오늘도 이 날은 여러분이 인생 가운데 한 번도 살아보지 않은 날이에요. Even now, this is a day that you have never lived before. Na sasa hata siku ya leo ni siku ambayo ulikuwa hujawahi kuishi kabisa. 예, 여러분 안에 100쪽의 세포가 있는데 There you have over a billion cells within your body. Na sasa kuna hali ambayo imejengeka ndani ya mwili wako. 이 100쪽의 세포는 15일이면 완전히 새로운 세포가 돼요. In a matter of 15 days, all of these trillions of cells will be renewed. Manake ndani ya siku 15 vyote vilivyoachiliwa vitaanza 자, kuhuishwa ndani mwako. 그러니까 여러분은 지금 계속 새로지고 있는 거예요. And that's why you're being renewed constantly. Ndio maana unaendelea kuhuishwa siku zote na mara kwa mara. 근데 그것은 육만이 아니라 여러분의 영도 마찬가지예요. And that's not just for your physical body, but your spiritual body as Na well. sio swala la mwili wako tu, lakini pia ni swala la kiroho kwako. 하나님은 여러분의 영이 날마다 새로지게 해서 여러분을 계속 그 여러분의 안에 두신 모든 것들을 움직여서 새롭게 만드신단 말이에요. God moves everything that He has given within you so that you may be renewed spiritually every day. Mungu anahuisha vitu vyote ambavyo amekuwekea ndani mwako ili uweze kutembea kila kuitwapo leo. 거룩의 분량도 확장되고 To expand your scale of holiness, Ili uweze kupanua utakatifu 영역과 wako. 권세도 새로지고 to renew your power and authority. Atahuisha nguvu zako na mamlaka yako. 하나님의 사랑도 새로지고 And His love will be renewed. Na upendo wake pia kwako 예. utahuishwa na kufanywa 그래서 upya. 바울이 고린도 15장에 나는 날마다 죽노라 날마다 새롭다고 말한 거예요. And that's why in 1 Corinthians 15, Paul says, I die every day and I'm renewed every day. Ndio I ma- live every day. Na ndio maana katika kitabu cha Wakorintho anasema, Paulo anasema kwamba ninakufa kila siku na huishwa kila siku na 자, nafufuka kila siku. 자기가 가지고 어제 가지고 있는 어떤 경험 생각들을 오늘 적용하는 건 불가능한 거예요. So it should be impossible for you to apply the knowledge of yesterday to today.
Kwa ni lazima uwe na uwezo wa kuachilia na kuweka kwenye matendo maarifa uliyopata jana, uyaachilie leo. 예, 그건 바빌론의 삶의 방식이에요. That is the way of life in Babylon. Na sasa unaona huo ni mfumo wa maisha ya kibabeli 예, kule. 바빌론이라는 시간은 호라라는 이 물리적인 시간인데 The time of Babylon in Greek is hora. It refers to the physical time. Na mtazamo wa kibabeli tafsiri yake ni kwamba kuna namna ambavyo ule 이건 ubabe na mfumo wake 예, unakuisha 다람쥐가 kurudisha 쳇바퀴를 nyuma. 돌듯이 계속 백만 도는 거예요. And it's like a hamster running in a wheel going over and over again in the same place. Ni kama duara fulani linalozunguka kirudi nyuma na kurudi nyuma na kurudi nyuma. 햄스터, 예? Hamster. 다람쥐는 코랄. Squirrel. 이렇게 좋았어. 어떤 햄스터도 그렇게 도나? 주로 햄스터가 돌지 않아요? 오케이. 자, A squirrel can run in a circle in a squirrel wheel all the time, right? Ni kama vile jambo la gurudumu linalozunguka lakini likirudi nyuma ndio mfumo wa Babel. 자, 그래서 전도서에서 전도자가 뭐라고 말했냐면 So in the book of Ecclesiastes, the speaker says, Kwa kitabu kile cha mhubiri anasema 헤아려는 새 것이 없다 그랬어요. there's nothing new under the sun. ya kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. 예, 헤아려는 새 것이 없으니까 계속 도는 거예요. Because there's nothing new under the sun. You're just doing the same things over and Sababu over hakuna again. jambo jipya chini ya jua, unayoyafanya ni marudio tu, 자, unarudia. 그러나 하나님의 카이로스의 통치의 시간은 알파와 오메가다 이 말이죠. But the reign of God's kairos has an alpha and an omega. Lakini utawala wa Mungu una mwanzo na pia una mwisho. 시작이 있으면 완성을 향해서 계속 달려가는 거예요. If there's a beginning, then you continue to go towards the destination. Maanake kama kuna mwanzo, unaanza mwanzo kuelekea kwenye ile hatima ya mwisho. 하나님은 우리 날마다 새롭게 하신다 말이에요. Every day God renews us. Siku zote Mungu anatuhuisha. 예, 날마다 새로지지 않는 비결은 자기가 죽지 않는 것이고 And the reason why you're not being renewed is because you're not willing to die. Kwa kinachosababisha haupati upya ni kwa sababu hauko tayari 그래서 kujisurubisha na kufa. 끊임없이 나를 다가오시는 하나님을 받아들이지 못하기 때문이에요. And that's why you cannot encounter the Lord that approaches you constantly. Ndio maana huwezi ukasimama na kuendelea kuishwa kila siku. 여러분들 이 하나님의 의지를 믿어야 돼요. So you must believe in the will of God. Kwa ni lazima uamini mapenzi ya Mungu. 특별히 목회자는 하나님이 특별 관리하는 사람들이에요. Especially pastors are the topmost priority for God. Kipekee kwa wachungaji mko kwenye nafasi ya kwanza kabisa katika ajenda ya Mungu. 여러분이라는 존재 자체가 교회 운명을 결정하는 자리이기 때문에. Because your being itself is in a position that decides the fate of the church. Kwa sababu mnakuwa kwenye huduma na mnakuwa kwenye nafasi ambayo ndio inaamuru hatima ya makanisa. 여러분이 이 공동체 앞서서 계속 새롭게 성장할 수 있는 모든 걸 계속 공급하신다. And that's why He will supply you with everything so that you can stand in front of your church and continue to be renewed. Na ndio maana Mungu atakupa chochote kinachotakiwa ili usimame mbele ya kanisa, ulisimamie liweze kuhuishwa na kurejeshwa. 기도 하나만 해도 그래요. Just by looking at prayer, you can tell. Unaweza kutazama tu maombi na ukajua. 여러분이 기도 안 하고는 하나님이 못 뵙게 만들어요. God will make it so that you cannot live without praying. Mungu anasababisha usiishi bila maombi. 그러니까 내가 원해서 기도한다기보다는 Rather than thinking that we pray because we want to, Si kwamba eti tunaomba kwa kuwa 하나님이 tunapenda. 기도할 수 있는 모든 것들을 공급하신다. God gives me everything that allows me to pray. Mungu unipa chochote kinachotakiwa ili niweze kuomba. 자, 그러니까 목회자가 3일, 4일 막 이런 시간들을 기도 안 하고 있다. 이건 아주 심각한 상태인 거예요. So it's a very serious matter if a pastor is not praying for 3 or 4 days. Kwa ni kitu cha hatari sana mchungaji anapomaliza siku 3 au 4 hajaomba. 왜냐면 그것은 내가 뭘 할 수 있다 없다는 얘기를 하는 게 아니라 Why? Because we're not talking about what we can and cannot do. Hatuongelee swala lile unaloweza kufanya au usiloweza kufanya. 하나님이 종들에게 주는 것이 무엇이라는 걸 알면 그렇게 될 수 없다는 거죠. If you realize what God gives to His servants, then you cannot help but pray like that. Ukiweza kugundua kile ambacho Mungu anampa mtumishi wake, huwezi kukaa katika kiwango cha maombi cha chini namna hiyo. 계속 여러분에게 새로운 것을 붓고 계시다는 걸 믿어야 돼요. You must believe that God continues to pour new things upon you. Ni lazima uamini ya kwamba kila siku Mungu ataachilia mambo mapya juu yako. 아멘. 자, 여러분 이 목회자라는 자리가 그러니까 굉장히 어떤 면에서는 두려운 자리예요, 그렇죠? So the position of a pastor in some way is very scary.
Nafasi ya kichungaji wakati mwingine, wapendwa, inatisha sana, 그러나 동시에 가장 영광스러운 자리예요. Simultaneously, it is the most glorious position. lakini upande wa pili ni nafasi yenye utukufu na heshima kubwa sana 자, mbele za 그러니까 Mungu. 목회자는 이 두 가지 관점에서 늘 자기 자리를 유지하고 있어야 돼요. So in two ways, the pastor must keep his position. Kwa njia mbili ambazo mchungaji aweza kutunza nafasi yake. 경외감과 He needs to have the fear of the Lord Cha kwanza anapaswa kuwa na hofu ya kimungu, 영광스러운 감격. and the inspirations of glory. na cha pili lazima apate mafunuo na uvuvio wa kiutukufu. 이 밸런스에서 여러분 살아야 돼요. You must live with this balance within you. Ni lazima uishi kwenye uwiano wa namna hiyo. 아멘. Amen? Eh? 자, 그래서 이 구원의 확증 그것이 이제 교회 기초의 가장 중요한 교회 요소다 이 말이에요. The confirmation of salvation is one of the most important elements of the foundation of the church. Kwa hiyo uthibitisho wa wokovu wako ndio jambo la msingi kabisa katika 자, kanisa. 이 구원의 확증을 위해서 하나님은 하나님의 복음이라는 어마어마한 선물을 계속 교회에 흘려보내신 거예요. And for this confirmation of salvation, God continues to pour His amazing gift of salvation, Na of kupitia gospel, His gospel. na kupitia uthibitisho huu wa wokovu, Mungu huendelea kuachilia vipawa na neema kwa ajili ya Injili. 이 하나님의 복음 얘기 어제 했어요, 그렇죠? Yesterday we talked about the gospel of God. Na jana tulitazama Injili ya Mungu. 자, 그러니까 당신의 아들을 희생하면서까지 하나님은 당신의 교회를 세웠어요. He was willing to kill His own son in order to build up the church. Mungu alikuwa tayari kuruhusu mtoto wake afe msalabani ili alijenge 자, kanisa 그러니까 lake. 당신의 교회에 하나님이 아낄 것은 아무것도 없다는 거죠. So that's why there's nothing else that He will hold back when it comes to His church. Ndiyo maana Mungu hatazuia chochote kwa ajili ya kanisa lake. 아들을 희생했는데, 그렇죠? He has already sacrificed His own son for you. Manake alishamdhabihu na 예, kumtoa 그러니까 mwanawe wa pekee 우리- kwa ajili yako. 예, 디모데전서 1장 11절에 보면 And that's why in 1 Timothy 1 verse 12, Ndio maana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mstari wa 예, kwanza 12 복되신 하나님 이런 표현을 바울이 쓰고 있는데 Paul uses the expression blessed God. na Paulo anatumia lugha akisema Mungu aliyebarikiwa. 그 마카리오스 행복하다 이 단어는 하나님께 붙이기에는 좀 어색한 단어예요. And the word blessed is makarios in Greek, and it's not a word that usually you would use for God. Neno mbarikiwa inaitwa makabasi katika Kigiriki, lakini si neno ambalo unaweza ukalitumia kwa Mungu. 예, 그런데 왜 바울이 의도적으로 그렇게 그 마카리오스라는 말을 붙였느냐? But why did Paul intentionally use the word makarios for God? Lakini kwa nini Paulo anatumia neno hilo kwa Mungu? 그것은 하나님이 교회를 향한 엄청난 그 의지가 너무 행복하다라는 거예요. It's because the tremendous will that God has for His church brings joy to Him. Ni kwa sababu ile mapenzi mazuri ya Mungu aliyonao kwa ajili ya kanisa lake 그 교회- yanarejesha furaha kwake. 교회를 사랑하고 교회를 향한 그 모든 풍성한 은혜 자체가 하나님은 너무 행복하다 그러는 거예요. The love that He has for the church and the intense focus and concentration that He has for His church brings so much joy to Him. Upendo alionao kwa ajili ya kanisa ni kitu ambacho kinamletea furaha na amani. 교회는 하나님께서 무한대의 책임을 갖고 계세요. And that's why God is fully accountable for His churches. Na ndio maana Mungu ni mwajibikaji mkuu kwa ajili ya kanisa lake. 교회는 목사가 주인이 아니에요. The owner of the church is not the pastor. Unajua mmiliki wa kanisa sio mchungaji. 예, 그분이 주인이에요. He is the owner. Mungu ndiye 그러니까 mmiliki. 여러분들은 절대로 목회의 짐을 질 필요가 없어요. So you cannot be burdened by your ministry. Kwa hiyo usilemewe tu na mzigo wa huduma yako. 그러니까 예를 들면 우리 교회 이제 목회자들이 20명 있다 그랬어요. 그렇죠? For example, I said we have over 20 associate pastors in our church. Kwa mfano nilisema kwamba tuna wachungaji wasaidizi karibu 20. 한 달이면 이 사례비가 1억이 넘게 들어가요. In a month, we have to spend over 100 million upon them for the salary. Kwa mwezi huwa tunatumia karibu milioni 100 kama mishahara yao. 또 거기다 집 줘야 되죠. And we have to pay for their housing. Tunapaswa kulipa nyumba zao. 그러니까 이게 막 엄청난 돈이 들어가는 거예요. And that's why a lot of money goes into these pastors. Ndio maana pesa nyingi huenda kwa ajili ya wachungaji. 그럼 내가 염려하겠죠? And you think I would be worried, right? You think I would be worried, right? Unadhani kwamba mimi na wasiwasi kwa ajili ya hilo, si ndio? 예, 나는 CEO가 아니에요. 우리 But I'm 교회. not the CEO of this church. Mimi sio mkurugenzi mtendaji wa kanisa. 예, 만약에 돈이 없다 그러면 If we don't have money, Kama hatuna fedha, 예, 부목사들은 굶기고 나부터 가져요. then I'll make them starve and I'll receive my salary. kisha mimi nitawaruhusu wafe njaa, alafu mimi nitapokea mshahara wangu. 왜냐면 나는 CEO가 아니기 Why? 때문에. Because I'm not the owner of the church. Kwa nini? Kwa sababu mimi sio naye miliki kanisa. 예, 나는 그들 책임질 수 없다. I'm not responsible for them. Mimi siwajibiki kwa ajili yao. 그냥 나부터 가는 거죠. So 그렇죠? I'll take mine first. Kwa hiyo nitachukua mshahara wangu kwanza mapema. 예, 근데 그런 일은
27년 동안 단 한 번도 없었어요. But for the past 27 years, this never happened. Ka- For the past 27 years, this never happened. jambo hili haijawahi kutokea karibu miaka 27, haijawahi kutokea kamwe, 교회는 그분이 책임지신다. Because God is responsible for kwa His sababu churches. Mungu ndiye anawajibika kwa ajili ya watu wake na wachungaji wake. 여러분, 자 이게 여러분 굉장히 중요한 얘기하는 거예요. And this is very important for you to hear. Na hili ni jambo la msingi kwako 자, ulisikie. 그러니까 목회자뿐만 아니라 하나님의 자녀는 육체의 빚을 해결한 존재예요. Not just for pastors, but all the children of God have resolved the issues of their flesh. Sio tu swala la wachungaji, bali la kanisa nzima. Wana wa Mungu lazima washughulikie tatizo la mwili. 예, 로마서 8장 12절에 있는 말씀이죠. It is written in Romans 8:11. Imeandikwa 12. katika Warumi 8:12. 자, 그러니까 보세요. 자신이 육체의 의무로 살지 않기 때문에 Because we're not tied to the burdens of the flesh anymore. Kwa sababu hatufuati mwili, 자, 이제 모든 성도나 모든 목회자는 영광을 위해서 사는 거예요. All the pastors and all the saints of God live for the glory of God instead. wachungaji wote na watakatifu wote wanapaswa kuishi kwa ajili ya mapenzi na makusudi ya Mungu. 왜 성도가 돈을 벌어요? Why do church members go and earn money? Kwa nini washirika huwa wanaenda katika hali ya 예. kukosa fedha? 자녀 먹이서를 내고? Is it to feed their children? Je, ni kwa sababu ya kulisha watoto 아니에요. wako? 우리 No. 우리 hapana. 모든 육체의 빚을 갚았기 때문에 Because we have paid the price of our flesh. Kwa sababu manake tunalipa ile 예. gharama ya matendo yetu ya mwili. 이 영광 때문에 돈을 버는 거예요. We earn money for the glory of God. Tunapaswa kuwa na pesa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. 여러분들이 왜 설교해요? Why do you preach? Kwa nini unahubiri? 목사니까? Because you're a pastor? Kwa sababu wewe ni mchungaji? 아니 평신도도 설교해요. No, even a layman can preach. Hapana, hata asiye mchungaji aweza 예, kuhubiri. 우리는 이제 영광 때문에 설교하는 We 거예요. preach for the glory of God. Tunahubiri kwa ajili ya utukufu wa Bwana. 어떤 사역이 와도 여러분은 의무 때문에 사역하는 건 없어요. No matter what ministry comes to you, you do not do it out of obligation. Haijalishi huduma utakaokuwa nayo, usifanye tu kama sheria na msukumo wa 하나님은 kutimiza sheria. 하나님 여러분을 통해서 영광이 드러나기를 원하시는 거예요. God wants to reveal glory through you. Mungu anataka adhirishe utukufu wake kupitia wewe. 그러니까 이런 육체의 짐을 지면 여러분들이 이제 점점 아무것도 할 게 없게 돼요. But if you're burdened by the flesh, then you end up doing nothing. Lakini ukiwa umelemewa na mwili, manake hutafanya chochote. 네, 그 육체의 짐을 짊어지는 것은 굉장한 불신앙이에요. And it's a great unbelief for you to continue to be burdened in the flesh. Na ni hali sana ya kutokuamini unapokuwa unaendelea kuwa na mzigo wa kimwili Ah, wa 믿어야 vitu vya So you must mwilini. believe. Kwa hiyo lazima muamini Mungu 예, 여러분에게는 이제 육체의 빚이 없어요. You have to know that you're not indebted to the flesh anymore. na ufahamu ya kwamba haujafungwa ukawa chini ya mwili. 이제 육체의 의무 때문에 살지 않아요. You do not live by the debt of the flesh. Hauishi kwa kufuata matendo ya mwili. 아멘. 자, 그래서 이 하나님의 복음을 이제 이 교회에 선물로 계속 하나님이 주시는데. So God continues to give His gospel as a gift to the churches. Kwa hiyo Mungu huendelea kuachilia injili kama baraka na kama kipawa kwa 이 ajili ya 아들을 kanisa lake. 희생하면서 어마어마한 엄청난 이 선물을 이제 하나님이 교회에 계속 흘려보내시는 거예요. Even going as far as sacrificing His own son, He continues to pour these gifts to His churches. Na japokuwa alienda mbali akamtoa mwanaye, bado anaendelea kwenda mbali na kuachilia vipawa kwa ajili ya kanisa lake. 그 하나님의 말씀, 복음 때문에 이 데살로니가는 엄청난 집중력과 결단력이 생겼어요. And because of the word of God and His gospel, the church of Thessalonica acquired a great concentration and resolution. Kwa sababu ya injili na neno la Mungu, kanisa la hili kanisa la Tesalonike waliendelea kujitoa na kutakaswa. 예, 이런 환란 속에서도 그들은 하나님을 향하는 믿음을 놓지 않았어요. Even in the midst of tribulations, they did not lose their faith for God. Hata kama kuna hali ya mateso, bado hawatapoteza tumaini lao katika 이게 Mungu. 하나님의 말씀이 주는 복음이 주는 능력이란 말이죠. This is the power that we acquire through the word of God and the gospel of God. Hii ndio nguvu tunayoipokea kutoka kwenye neno la Mungu na injili ya Mungu. 예, 또 우상을 버리게 됐어요. And they casted away their idols. Walitupilia mbali sanamu zao. 예, 그것은 그 당시에 먹고 사는 문제란 말이죠. And back then, this was an issue of life and death. Na nyakati zile, wapendwa, ilikuwa ni swala la kufa na kupona. 교회가 생존에 매달리면 아무것도 할 수 없어요. If the church is tied to survival instincts, then it cannot live. Na kama kanisa liking'ang'ana ili kuweza kutosalimika, unakuta kwamba haliishi. 예, 먹고 사는 문제는 하나님께 맡겨버리는 거예요. You must trust those issues to God. Ni lazima umwamini Mungu kwa ajili ya mambo ulionao ambayo ni changamoto. 그래서 우상을 버릴 수 있는 결단력을 가진 거예요. That's why they had this resolution to cast away their idols. Ndio maana walidhamiria na kuamua kutupilia mbali sanamu zao. 하나님의 말씀을 믿음으로
받은 결과이란 말이에요. This is the result of eating the word of God by faith. Na haya ilikuwa ni matokeo ya kujirisha neno la Mungu kwa imani. 자, 이제 우리 2장 1절부터 16절까지 오늘 이제 보는 건데. And today we will look from chapter 2 verses 1 to 16. Na leo tunaangalia sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 16. 오늘 바울은 하나님의 복음에 대한 이것들을 지금 2장에서 확장시키고 있어요. And God continues to expand upon the gospel of God in chapter 2. Na Mungu anaendelea kupanua injili katika hii sura ya pili. 자, 이제 하나님의 복음에 대한 이야기를 좀 더 하자 이 So 말이에요. let's continue to talk about his gospel. Kwa tuendelee sasa kuzungumza habari ya injili yake. 자, 그러니까 어제도 말했지만 여러분의 설교 한 편에는 필연적으로 하나님의 복음이 항상 속해 있어야 돼요. And like I said yesterday, the gospel of God must be melted into your sermons. Kwa hiyo kama nilivyosema jana, injili ya Mungu lazima ionekane katika ujumbe unaotoa. 그럴 때 하나님의 나라가 여러분의 설교에서 움직이는 거예요. That's when you can move the kingdom of God with your sermons. Hivyo ndivyo unaweza ukasababisha ufalme wa Mungu ukatembea kupitia jumbe unazozitoa kanisani. 여러분들이 정상적으로 하나님의 올바른 관계를 갖게 되면 If you're maintaining a proper relationship with God, Na ukiendelea kuwa na mahusiano sahihi na Mungu na kuyatunza, 여러분 모두는 다 하나님의 나라의 대변자예요. then you will all become speakers for his kingdom. na kisha utageuka kuwa mnenaji na msemaji wa ufalme wake. 대변자가 말하면 정부가 움직이듯이 Just when an ambassador speaks, the government moves. Na kama vile balozi anapokuwa akinena na serikali yake inatembea inafanya, 여러분이 복음을 선포하면 하나님의 나라가 움직이는 거예요. Likewise, when you proclaim the gospel, the kingdom of God will move for you. ndivyo inavyokuwa hata unapotamka injili na kuihubiri, ufalme wa Mungu unatembea na wewe kama balozi. 예, 그래서 여러분이 선포하는 대로 교회가 만들어지는 거예요. And the church will be formed according to your proclamations. Na unaona kanisa sasa litaundwa kulingana na matamko yako ya kiimani. 말라기는 그래서 여러분의 입술에 하나님의 진리의 법을 뒀다랬어요. And in Malachi it says God has given this word of his truth upon your lips. Na unajua hata Malaki anasema kwamba Mungu amekupa mamlaka ya neno hilo liko katika kinywa chako. 에레미야 1장 9절은 여러분의 입에 하나님의 말씀을 두었기 때문에 모든 걸 뽑고 파괴하고 건설하면 신겠다 그랬어요. And in Jeremiah 1:9 it says, since the word of God has been given to your lips, you have the authority to uproot, to plant, and to destroy. Na Yeremia 1 na anasema kwa kuwa neno la Mungu liko kinywani mwako, unao mamlaka kupanda, kuharibu, kung'oa na kutengeneza. 예, 엄청난 권세죠. This 그렇죠? is a great authority. Na hii ni mamlaka kubwa sana ndani mwako. 여러분이 말씀을 선포하면 하나님이 뽑고 파괴하고 새롭게 만들 건설하면 When you proclaim the word of God, God will uproot, he will flatten, and he will renew. Na unapokuwa na neno la Mungu kutakuwa na hali ambayo ni ya kung'oa, kupanda, kuharibu. 종들의 입술에서 선포되는 말은 절대로 땅에 떨어지는 법이 없는 거예요. The words that are proclaimed by the servants of God will never fall to the ground. Neno linalotamkwa na mtumishi wa Mungu halitapotea bure. 이게 하나님과의 종들의 신뢰의 관계란 말이에요. And this is the relationship of trust that God has with his servants. Na haya ndio mahusiano ya kiuaminifu ambayo Mungu aliyonayo kati yake na mtumishi wake. 종과 하나님의 이런 신뢰의 관계가 무너진 상태에서 우리는 사역할 수 없는 거예요. We cannot minister when our relationship of trust with God is broken. Hatuwezi kutumika iwapo mahusiano yetu na Mungu yamevunjika vipande. 여러분 편에서 그 신뢰를 무너뜨리면 안 되고 You cannot break down this relationship on your side. Hauwezi ukatengeneza mahusiano yako vizuri pamoja na 하나님은 Mungu. 결코 그 신뢰를 먼저 무너뜨리는 분이 아니에요. And God will never be the one to break this relationship first. Unajua Mungu havunji mahusiano na mtu, ni sisi tunakuwa wa kwanza kuvunja mahusiano. 아멘. Amen? 그렇기 때문에 하나님이 여러분의 입에서 나오는 모든 말씀에 대해서 존중하시는 거예요. And that's why God respects every word that comes out of your mouth. Ndio maana Mungu atatenda na kuthamini kila neno litakalotoka kinywani mwako. 자, 그러니까 여러분의 선포가 상달이 안 된다면 여러분은 가만히 있으면 안 돼요. So if your proclamations are not coming true, then you cannot stand still. Kwa hiyo matamko yako asipotimia, uwezo ukajikuta umesimama imara 예, vizuri. 하나님이 왜 그렇게 내 말씀을 이루어지지 않는지 그것을 하나님이 여러분에게 설득해 주셔야 돼요. You need to pray that God will convince you or persuade you on why He has not worked through your proclamations. Inatakiwa uombe Mungu akupe mafunuo na udhihirisho kwamba ni kwa nini hajadhibitisha unayoyasema. 여러분이 간구하면 하나님은 응답하신 하나님이시다 이 말이죠. Our God is a God that listens to our requests. Mungu wetu ni Mungu anayesikiliza maombi na uhitaji wetu. 기도에 대한 약속의 원칙은 무엇인지 원하라 그러면 다 이루신다는 The 거예요. principle of prayer is ask whatever you want and it shall be given to you by faith. Kanuni ya maombi inasema kwamba omba lolote unalotamani kuliona na utapewa kwa imani. 그때 응답 안 하시면 여러분들을 하나님이 설득하셔야 돼요.
And so if he does not respond to your prayers, then he has to convince you why he hasn't. Kama Mungu hajibu maombi yako, atakwambia ni kwa nini maombi yako hayajibiwi. 왜 응답 안 하셨는가를 여러분에게 이야기하셔야 된다. God will talk to you about the reasons why he has not responded to your prayers. Mungu atakujulisha ni kwa nini hajakujibu maombi yako. 왜냐하면 우리는 하나님의 약속을 믿기 때문에요. Why? Because we believe in the promises of God. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini juu ya ahadi za Mungu. 예, 우리는 하나님과의 이 관계성을 믿기 때문에. We believe in this relationship that we have with him. Tunaamini katika mahusiano tuliyo nayo na yeye. 근데 응답받지 않았는데도 가만히 있다는 건 그 진리를 믿지 않는다는 거죠. But if you're standing still when your prayers are not being answered, then that means you're not believing in the truth. Lakini ukiendelea kuomba na maombi hayajibiwi na ukanyamaza kimya, manake huamini katika kweli. 예, 하나님의 약속이 신실하다는 걸 믿는다면 여러분은 100% 응답받아야 돼요. If you believe that God is faithful with his promises, then your prayers have to be answered. Kama unaamini Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, lazima ujue pia kwamba atajibu maombi 자, yako. 그러니까 보세요. 성도가 됐든 목회자 됐든 이 하나님의 관계성 그리고 하나님의 진리에 대한 약속 이것이 무너지고 살 수 없는 거예요. So whether it be a pastor or a layman, it doesn't matter. Your relationship of trust with God cannot be broken like this. Kwa wewe uwe mchungaji au usiwe mchungaji, haijalishi, mahusiano yako na Mungu hayapaswi kuvunjikana kwa namna yoyote ile. 예, 그런 관계성에서 하나님과 우리는 서로가 신뢰하는 관계예요. In that relationship, we trust one another. Katika mahusiano ya namna hiyo tunakuwa na hali ya kuaminiana. 많은 사람은 하나님과 우리는 전부 서로 사랑하는 관계다 이렇게 먼저 얘기하는 사람이 있는데 Many people say that in their relationship with God, love comes first. Na watu wengi wanasema kwamba katika mahusiano na Mungu kinachotangulia ni upendo kwanza. 예, 그러나 사랑보다 신뢰가 먼저예요. But actually, trust comes first before Lakini love. kiuhalisia kuamini na kutegemea ndio kinakuwa cha kwanza kabla ya upendo. 믿음의 관계가 먼저인 거예요. The relationship of faith must be built first. Mahusiano ya uaminifu lazima yajengwe 예, kwanza. 그 믿음에 사랑을 담아주시는 거예요. And in the vessel of faith, he stores his love. Na kisha baada ya hapo ndipo atamimina upendo. 자, 사람은 그러나 신뢰 관계가 아니라 사랑의 관계인 거예요. But in your human relationships, you must build a relationship of love first. Lakini katika mtazamo wa kibinadamu huwa tunaanzaga na upendo kwanza. 예, 사랑하는 관계이기 때문에 그 사람에 대한 어떤 반응에도 상처받지 않는 거예요. Because it is a relationship of love. No matter what the person does to you, you will not be offended. Kwa sababu ni msingi wa upendo kwamba haijalishi chochote utakachofanyiwa hutakwazika. 예, 사람을 신뢰하기 때문에 상처받는 거예요. It's because you trust other people that you're hurt. Ni kwa sababu unamwamini huyo mtu mwingine ndio maana hata unaumizwa. 성도가 나가도 상처받지 않는 거예요. So that's why even if a church member leaves, I'm not hurt. Ndio maana mimi hata mshirika akiondoka kanisani mimi siumii. 왜냐면 사랑의 관계이기 때문에. Because it was a relationship of love. Kwa sababu ilikuwa mahusiano tu ya upendo kwa namna fulani ya kibinadamu. 예, 여러분들 보니까 이 부부 관계에 상처가 꽤 있는데 And I can tell that you have a lot of hurts and wounds within your relationship with your spouse. Na naweza kuona maumivu na majeraha mengi sana kwa wanandoa. 예, 여러분이 신뢰를 바탕으로 해서 사랑의 관계를 맺지 못하기 사랑의 관계를 갖지 못하기 때문에 상처받는 거예요. The reason why you have hurt and harmed one another is because you have not built that relationship of love first. Na kilichosababisha maumivu na majeraha hayo ni kwa sababu upendo na mahusiano yenu hayajengwa kwenye upendo kwanza. 자, 그러니까 하나님과는 신뢰의 관계가 먼저이고. So when it comes to God, we must build the relationship of trust first. Tunapokuja kwa Mungu sasa, mahusiano yetu yanapaswa kuanza na kuaminiana. 예, 사람의 관계는 사랑의 관계예요. And when it comes to people, it is love that comes first. Na tunapokuja kwa wanadamu sasa, kinachoanza huwa ni upendo, lakini kwa Mungu ni kutegemea na kuamini. 제자들이 주님을 다 배반하고 가도 Even when all the disciples betrayed Jesus, Na hata kama wanafunzi wa Yesu wote walimsaliti, 예, 끝까지 사랑했다 그랬어요. Jesus loved them till the end. Yesu aliendelea kumpenda hata mwisho. 아멘. Amen? 예, 자, 그래서 이제 이 하나님 복음 얘기하는데, So now let's continue to talk about the gospel of God. Sasa tuendelee kusema habari ya injili ya Mungu. 자, 전쟁 끝났습니까? So is the battle over? Je, vita imekwisha wapendwa? Imekwisha? 아직 안 끝났는데 우리 지금 교회다 물어보는 거예요. So I'm asking the church, our church over there, and they said the battle is not over yet. Nimeliuliza kanisa letu kule, wakasema vita bado inaendelea, haijaisha. 이게 약간 눌리는 기미인데 아직 전쟁이 안 끝난 And I can 시기인 거예요. sense the spiritual oppression, and that's why I can tell that the battle is not Na over. naweza kuhisi roho ya kukandamizwa, ndio maana nasema vita bado haijaisha. 예, 그래요. But the angels are fighting well. Lakini malaika wanaendelea kupigana kwa ajili ya vita hii. 그래요. 우리 천사들에게 박수 쳐주세요. So let us applaud the angels for helping us. Hebu tupige makofi kwa ajili ya malaika kutusaidia. 예.
이 탄자니아의 이 주술의 라인들이 무너지면 이 주변에 있는 모든 아프리카 나라들이 싸우기가 훨씬 편해질 겁니다. If you tear down the belt of sorcery in the land of Tanzania, it's going to be easier for the other countries of Africa to fight as well. Ukiangusha ngome zote za kichawi Tanzania, itakuwa vyepesi kwa nchi nyingine pia kuweza kupata ushindi. 그리고 분명히 탄자니아의 이런 정치적 상황이나 이런 모든 것도 새로워지는 시간이 될 거예요. And Tanzania will go through a time of political renewal as well. Na Tanzania itapitia kipindi cha urejesho na uhuisho wa kisiasa. 예. 하나님의 선하신 방향으로 흘러갈 거예요. It will flow according to the goodness and the faithfulness of God. Itatirika katika wema na uaminifu wa Mungu. 뭐 내가 그런 일에 대해서 자세히 얘기하지 않는 게 좋겠죠? And I think it's better for me not to go into the details about this. Ni vizuri nisizame ndani kwa kina, niishie hapo. 예, 뭐 두려워서가 아니라 뭐 그거를 뭐 여러분들에게 이렇게 공개적으로 얘기할 필요 없겠죠, 그렇죠? Not because I'm afraid, but I don't find the need to officially declare this to you. Sio kwamba ninaogopa, lakini naona si majira ya Mungu amenipa kuweza kutamka matamko na matangazo ya namna hiyo. 궁금하면 개인적으로 와서 물어보세요. If you're curious, you may come to me personally. Na kama una shauku ya kujua zaidi, njoo faragani uniulize. 예, 중요한 건 이 땅에 영광스러운 교회가 세워지는 거예요. The important thing is for glorious churches to be raised in this land. Kitu cha msingi ni kwamba kanisa lililotukuka linaenda kuinuliwa katika taifa hili. 예, 그 교회들을 통해서 정치, 경제, 사회, 문화 모든 시스템을 다스리는 거예요. And through this new churches, God is going to control this land, the society, the economy, the government, the politics. Kupitia makanisa yaliyotukuka, Mungu ataendelea kurejesha jamii, atarejesha taifa, atarejesha maeneo mengi mbalimbali katika heshima na utukufu. 아멘. 아멘. 자, 1절 봅시다. Let us look at verse 1. Tuangalie mstari wa kwanza. 자, 형제들, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안다 그랬어요. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. Anasema, ndugu zetu, mnafahamu kuja kwetu kwenu hakukuwa bure. 자, 거기 헛되지 않다는 말은 빈손이다, 선물을 갖지 않는다 이런 뜻이에요. To be vain means you're coming empty-handed. Kuwa bure manake ni kuwa na mikono mitupu. 네. 바울은 데살로니가 교회에 하나님의 복음이라는 엄청난 선물을 가지고 들어갔어요. Paul came to the church of Thessalonica with the amazing gift of God's gospel. Paulo alikuja kanisa la Tesalonike akiwa na vipawa vya ajabu sana vya kimungu. 지난 300년 동안 아프리카 선교의 실패 원인 중에 하나도 그걸 거예요. And this is one of the reasons why for the past 300 years the mission of Africa has failed. Ndio maana karibia miaka 100 mpaka sasa hali ya wito au utumishi katika Afrika unakuwa katika hali ya kushindwa. 복음이 앞서지 못하고 떡이 앞섰기 때문에. It's because the gospel did not come first. The bread came first. Ni kwa sababu injili haikutangulia, kilichotangulia kwanza ni mkate. 이게 서방 세계의 선교사들의 실패예요. And this is the failure of the missionaries of the Western world. Na hiki ndicho kilichosababisha wamishonari kutoka nchi za magharibi waje na wakashindwa. 여러분에게 필요한 건 참다운 진리지 떡이 아니에요. What you needed was the truth, not bread. Kilichotakiwa ukipokee kwanza ilikuwa ni injili wala sio mkate. 예, 떡은 먹고 나면 또다시 배고파져요. Even after eating bread, you're still going to be hungry. Maana hata bado kila mkate utaendelea kuwa na njaa tu na kesho na kesho kutwa. 그러나 영원한 진리는 여러분을 절대로 배고프게 하지 않아요. But the eternal truth will allow you to never go hungry again. Lakini kweli ya Mungu ya milele haitaruhusu uwe na njaa na ukaukiwe. 이제 이 아프리카 교회들이 이제 다시 온전한 영으로 회복하려면 참다운 진리가 필요한 거예요. So in order for the churches of Africa to restore their glory, they must receive the truth. Kwa hiyo ili kanisa la Afrika lirejeshwe na kuushwa, ni lazima lirejeshe kwanza, lirejeshwe katika kweli. 여러분 절대로 떡에 유혹되지 마세요. You cannot be tempted by the bread. Hauwezi ukajaribiwa kwa mkate tu. 그리고 뭐 다른 나라도 마찬가지 상황이지만 And it's the same situation in the other countries too. Lakini pia hali hii iko pia kwenye nchi nyingine, sio hapa tu. 여러분의 모든 이 상황과 교회 상황은 사실 여러분들이 풀어야 되는 문제예요. And all the issues and the situation of the churches must be resolved by you. Na hali zote na matatizo yote yaliyopo lazima yatatuliwe na wewe mwenyewe. 나 같은 외부의 사람이 와서 이 아프리카 사역을 하는 건 한계가 있는 거예요. There's a limitation for a foreigner like me to come and resolve the issues of Africa. Ni jambo la ajabu sana mtu mgeni kama mimi kuja kumaliza shida za hapa Afrika. 여러분의 영적인 모든 상황은 여러분 스스로가 해결할 수 있는 능력과 다 모든 것들이 있다 이거죠. You already have the power and authority to resolve your spiritual issues by yourself. Tayari Mungu amewapa nguvu na mamlaka ya kumaliza matatizo na migogoro ndani ya iliyopo. 그래서 나 같은 사람이 와서 하는 일은 이렇게 거룩한 종들을 세우고 나가는 거예요. What people like me has to do is come into this land and raise up glorious servants like him and then leave. Nachopaswa kuja kufanya mimi kama
kama mgeni ni kuja kukutia nguvu na kukuinua kisha na kuacha mwenyewe usonge mbele. 예, 물론 필요한 모든 것은 계속 관계를 가지고 And 흘려보내겠지만 of course, in our relationship, we will continue to supply with the things that you need. Na katika mahusiano tutaendelea pia kukupatia vitu unavyovihitaji. 이 여러분의 이 교회의 상황은 여러분이 풀어야 될 문제라는 But the 거예요. situation of your churches must be resolved by you. Lakini hali ya kanisa lako na matatizo yaliyomo ni wewe unapaswa kuyamaliza. 그러기 위해서 필요한 건 떡이 아니라 참다운 진리라는 거예요. And what you need in that process is not bread, but the true truth. Unachohitaji kwenye mchakato huo sio mkate, unachohitaji ni kweli ya Mungu. 예, 그 이게 더군다나 그런 제국에 대한 이런 바빌론의 이 강대한 힘들이 움직이면서 선교사들이 그런 통로가 되고 말았던 거죠. But in the end, even these missionaries became a channel for these empires to influence you. Manake hata wamishonari hawa waligeuka utawala fulani wa kuwashawishi na kuwakamata tu. 그래서 여러분들은 선교사 그러면 좋은 감정보다는 상처가 떠요. And that's why when we say missionary, rather than thinking good about them, you have a lot of wounds against those missionaries. Na tunapotamka wamishonari, kuna wengine ambao wanasikia vibaya kwa sababu wana majeraha kupitia wamishonari hao. 왜냐하면 선교사가 그런 제국에 앞섰기 때문에 그래요. Because missionaries were bringing their empires upon you, imperialism upon Kwa you. sababu wamishonari hawa walikuja pia na tawala zao kule alikotoka wakazitumia kuwatawala. 그것이 현실이에요, 여러분. And that is the reality. Na huo ndio uhalisia. 그래서 여러분들이 그런 영적으로 그런 전적인 신뢰감이 없단 말이죠. And that's why you don't have a spiritual trust to these people. Ndio maana sasa hauna ule uaminifu wa kuwategemea kiroho. 이런 것도 이제 여러분이 치유될 부분이에요, 사실. And this is a matter that has to be healed within your hearts. Na hili ni swala ambalo linapaswa lipokee uponyaji katika moyo 그리고 wako. 이제 참다운 진리를 갖고 여러분의 모든 교회들을 여러분 스스로가 회복해야 돼요. And you must receive the truth in order to fix your churches yourselves. Na ni lazima kwanza wewe mwenyewe upokee kweli ili uweze kulisaidia kanisa lako. 그래서 이제 여러분이 가진 목표는 여러분이 이렇게 도움을 받는 교회로서 끝나는 게 아니라 And your goal should not be to become a church that needs the help of others. Na huwezi ukageuka kuwa msaada kwa wengine 여러분이 kama wewe 이제 mwenyewe hujasaidika. 전 세계 교회를 향해서 도움을 줘야 되는 But 거예요. you must help others instead. Kwa sababu kwa hiyo baada hapo utaweza kuwasaidia watu wengine. 아멘이요. Amen? Amen. 여러분 스스로가 이런 집회를 이제 구성할 수 있는 그런 교회들이 돼야 되는 You 거예요. must become churches that can hold these conferences yourselves. Na ni lazima uweze kukua na wewe uweze kuwa hata na makongamano kama hayo yaandae mwenyewe. 예. 전 세계에는 여러분의 도움이 필요한 교회들이 진짜 많아요. There's so many churches around the world that need your help. Kuna makanisa mengi yaliyokuzunguka na yanahitaji msaada wako. 그러니까 내 목표는 여러분에게 계속 도움을 주는 게 아니라 That's why my goal is not to continue to help you like this. My goal is not to help you like this. My goal, our goal. Kusudi langu na lengo langu sio kuendelea tu kukusaidia kwa hatua hii tu. Nataka nikuachilie ufike hatua yako kubwa ya kuweza kufanya mambo 이제 makubwa. 여러분이 우리를 함께 사역하는 거예요. My goal is for you to help, work together with us. Lengo langu ni kutenda kazi pamoja na wewe. 여러분이 생명사에게 이제 엄청난 헌금을 해야 돼요. And you need to start to offer a lot to Zoe Ministry. Lakini uanze na wewe kujitoa kwa ajili ya kusaidia Zoe, huduma ya Zoe mahali pengine. 여러분이 나만큼 되는 목사를 키우는 게 아니라 나보다 월등히 커든 그런 좋은 종들이 나타나야 돼요. You need to become pastors that are not on the same level as me, but become better pastors than me. Ni lazima uwe mchungaji wa viwango vikubwa vyenye ubora kuliko hata mimi nilivyo. 이제 그런 종들이 일어날 줄 I 믿습니다. believe that those servants will be raised. Ninaamini watumishi wa aina hii watainuliwa kwa jina la Yesu. 아멘. 그렇죠. 우리 주님도 나보다 더 큰 일 한다고 그랬는데 그렇죠? Even our Jesus said, you will do greater things than I. Na hata Yesu mwenyewe alisema mtafanya mambo makubwa kuliko niliyoyafanya. 아멘. 여러분들이 그런 종들로 일어날 것을 And 믿습니다. I believe that you will be raised as such servants. Na ninaamini utainuliwa kuwa mtumishi wa namna hiyo katika jina la 아멘. Yesu. 자, 그래서 바울은 빈손 들고 간 게 아니라 바로 하나님 보기에는 큰 선물을 갖고 왔다는 거죠. So Paul did not come with empty hands. He brought the amazing gift of God's gospel. Kwa Paulo hakwenda kwao mikono mitupu, ila alikwenda kwao na injili ya ajabu. 자, 2절에 그래서 뭐라고 말하는 거니? But let's look at verse 2. Sasa tuangalie mstari wa pili. 자, 너희가 아는 바 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당했으나 It says, but though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, Na kwa kuwa tumekwisha teseka katika Filipi,
자, 바울이 이제 마게도니아에 들어가서 제일 처음으로 간 곳은 빌립보죠, 그렇죠? So this is the first place that God visited when Paul visited when he went to Macedonia. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo Paulo alitembelea kabla hajaenda Macedonia. 빌립보에서 실로와 함께 감옥에도 갇히고 매 맞고 많은 고난을 당했어요. He went through a lot of hardships and persecutions with Silas in Philippi. Alienda mahali ambapo alitesa sana na kupata mateso mengi. 그리고 이제 데살로니가로 옮게 된 거죠. And then he came to the church of Thessalonica. Na kisha ndo akarejea kwenye kanisa la Tesalonike. 예, 그런 고난 속에서도 바울이 절망하지 않은 것은 하나님의 힘을 입었다 그랬어요. And the reason why he did not despair in these tough times was because he had the gospel of God. Kilichofanya asichoke na kukata tamaa ni kwa sababu alikuwa amebeba injili ya Mungu. 스스로의 힘이 아니라 하나님이 공급하시는 힘이 있기 때문에 그런 모든 상황을 돌파할 수 있던 것이에요. He was able to break through all those conflicts not with his own strength but with the strength of God. Aliweza kupenya na kufanya injili hiyo si kwa sababu ya nguvu zake bali kwa nguvu za Mungu. 예, 사역자들에게서 가장 중요한 요소죠, 그렇죠? And this is the most important element of ministers. Na hii ndio sifa kubwa ya huduma. 내 힘이 아니라 하나님이 공급하신 힘. To use the strength of not your own but the strength of God. Kutumia nguvu za Mungu kuliko kutumia nguvu zako 자, mwenyewe. 그러니까 그러기 위해서는 늘 자기 자신의 모든 걸 비워놓아야 돼요. And for that to happen every day, you must empty yourselves of everything. Na kila siku lazima mwendee Mungu, uachilie kila kitu, upokee upya kutoka kwa Mungu. 지금도 나는 지금 이제 한 달 내내 지금 내가 사역하고 있어요. So right now I've been ministering for a whole month. Na sasa nimekuwa nikitumika karibu mwezi mzima. 그리고 사실 내가 지금 이쪽 왼쪽 다리와 이 디스크가 지금 이게 엄청나게 고통스러워요. And actually there's a problem with my disc in my spine and the left leg is heavily impacted by that. So it's very difficult for me to Sasa stand. ninasikia maumivu makali katika mgongo, lakini hata mguu wangu hapa ni vigumu kutembea kwa sababu ya maumivu haya ya mgongo, ya uti wa mgongo. 근데 희한하게 단에만 올라오면 고통이 사라져요. But weirdly enough, as long as I'm on the stage, I don't feel the pain anymore. Lakini ninapokuwa madhabahuni sisikii maumivu yoyote kabisa. 그래서 우리 사모님한테 단에다 침대 놓자 그랬어요. So that's why I told my wife, maybe we should bring the bed over here. Nikamwambia mke wangu labda tuweke kitanda pale madhabahuni niishi pale. 근데 문제가 있어. 너무 더워. But there's a problem, which is it's too hot over here. Lakini shida ni kwamba hapa pana joto sana. 근데 이 모든 것이 뭐냐면 하나님의 공간의 힘이 있기 때문에 이렇게 사역할 수 있는 거예요. The reason why I can minister like this is because I received the strength of God. Kinachosababisha nitumike namna hii ni kwa sababu ninapokea nguvu kutoka kwa Mungu. 자, 그러니까 보세요. 사역자는 시간이 가면 갈수록 스스로 강해지는 자가 아니라 And ministers are not ones who become more and more powerful as time goes on. Na watumishi lazima wawe wenye nguvu kila siku kadiri muda unavyoenda. 바울이 고린도 후서 12장에서 얘기하듯이 Paul said in 2 Corinthians 12, Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 12 내가 약할 때 곧 강하다 그랬어. I am strong when I am weak. kwamba napokuwa dhaifu ndipo niwapo na nguvu. 스스로 강해지는 게 아니라 철저히 하나님을 의존할 수 있는 자가 되는 거예요. He did not empower himself. He relied fully on God. Yeye hakujipa nguvu mwenyewe, alimtegemea Mungu kikamilifu. 그러니까 참다운 영성은 자기 스스로의 강함을 갖고 잠깐만 나타내는 게 아니라 True spirituality is not manifested through your own strength. Unajua mambo ya kiroho ya ukweli hayadhihirishwi kupitia nguvu zako za kibinadamu. 하나님을 의지하지 않으면 살 수 없는 자로 서가는 거예요. We stand as a being that cannot survive without relying on God. Tunasimama kama viumbe ambavyo hatuwezi lolote lile bila kumtumaini Mungu. 스스로는 아무것도 할 수 없는 자가 되는 거예요. We become ones who cannot do anything by ourselves. Manake tunapaswa kuwa watu ambao hatuwezi kufanya chochote pasipo Mungu. 그래서 바울은 약할 때 강하다고 말하는 This is 거예요. why Paul confessed that he is strong when he is weak. Ndio maana Paulo alikiri ya kwamba niwapo dhaifu ndipo niwapo na nguvu. 예, 잠깐만 스스로의 어떠한 소유 방식으로 잠깐만 사역하는 것은 그건 하나님과 관계 없어지는 거예요. And if you're ministering out of your own possessions, then that has nothing to do with God. Na manake ukihudumu katika nguvu zako mwenyewe, Mungu anakuacha uwe mwenyewe, ujihudumie mwenyewe. 예, 이건 다윗에게 있어서 이런 모든 상태를 르라연이라고 말해요. And in the case of David, this is a principle of relying on God. Katika swala la Daudi pia ilikuwa ni kanuni ya kumtumaini Mungu. 자, 이런 거죠. 이게 둘이 이제 기대고 있다고 합시다. So let's say we are supporting one another like 자, this. Tuseme kwamba tunasaidiana namna hii. 내가 지금 이 형제를 의존하고 있다는 걸 어떻게 하면 알 수 How can 있을까? you tell that I am being supported by this brother? Unawezaje kujua kwamba mimi nasaidiwa na huyu ndugu? 이 형제가 비키면 If this brother goes away, 내가 Kama 넘어질 ndugu 때 when he falls over, 예. akianguka,
그거는 이제 이 형제를 의존하고 있다는 This 거예요. means that I was supported, that he 그런데- was being supported by me. 예, 이 hii ina maana 형제가 kwamba mimi ndio nilikuwa namsaidia. 예, 이 형제가 비켰는데도 But even when I take off the load, 야, 난 Ninataka 괜찮아. if he's manifesto. fine, Sawa. 그거는 의존하게 then 되는 that 거예요. means you have not fully relied on the other person. Ni kwamba unakuwa hujamtumaini huyo mtu 예, 100%. 하나님이 안 해주면 살 수 없는 자. You need to become beings who, if God does not work upon you, you cannot do anything. Tunahitaji kuwa watu ambao kama 예. Mungu hajatenda chochote juu 하나님이 yako 돕지 않으면 아무것도 할 usikubali. 수 없는 자. A person that can do nothing when God does not help. Yule mtu ambaye ni mtupu anasema Mungu siwezi 자, lolote 가보세요. pasipo wewe. 다윗이 기도하면 하나님은 반드시 응답하셔. When David prayed, God always answered. Daudi alipoomba siku zote Mungu 왜냐면- alikuwa akimjibu. 하나님이 안 해주면 다윗은 살 수 없는 자라는 걸 하나님이 아시기 때문에. Why? Because God knew that if he did not help David, David would not live. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua asipomsaidia Daudi, Daudi asingeweza kuishi na kufika 그러나 우리 mbali. 중에는 하나님이 안 해줘도 자기 스스로 잘하는 사람들이 있어요. But many of us, we live well without the Lord. Na wengi wetu tumerizika, tunaishi wenyewe bila msaada wa Mungu. 그러니까 그런 사람이 기도하면 하나님은 되도록이면 응답 안 하세요. And when people like that pray, God doesn't really answer. Na watu wa namna hiyo wanapoomba hata maombi yao hayajibiwi. 왜냐하면 하나님 안 해도 자기 알아서 잘하는. Why? Because even if God doesn't answer, he lives fine. Kwa nini? Kwa sababu hata Mungu asipomjibu yeye 이게 anaendelea 바로- tu, ana shida na hilo. 이게 바로 릴라이언이에요. This is the principle of relying. Hiyo ni kanuni ya kutegemea na kutumaini. 예, 하나님만 의존하는 사람. Only relying on God. Mtumaini Mungu tu pekee. 그러니까 여러분들이 기도하면 하나님이 그냥 즉각적으로 반응하는 그런 사람이 돼야 돼요. You need to become beings where when you pray, God immediately answers. Na unapokuwa namna hiyo ukiomba, Mungu huwa anakujibu mara 이게 hiyo. 바울의 약할 때 강하다는 거예요. This is what Paul meant when he said he's strong when he is weak. Ndio maana Paulo alisema kwamba niwapo dhaifu ndipo niwapo na 이것이 nguvu. 다윗의 릴라이언이에요. And this is what rely on means for David. Hii ndio maana ya kutegemea ilivyokuwa kwa Daudi. 그러니까 여러분 날마다 자기 힘을 빼내는 거예요. Every day you must remove your own strength. Kwa kila siku lazima uachilie hali ya kujitegemea kwa nguvu zako mwenyewe. 예, 자기 스스로의 존재 방식의 삶을 자꾸만 포기하는 거예요. You mean to give up your own ways of life. Unapaswa uachilie mbali njia zako mwenyewe 예, pasipo Mungu. 이제 그렇게 되면 여러분은 하나님만 의존하는 사람이 되는 And 거예요. when that happens, you become a being that only relies on God. Na inapokuwa hivyo basi unakuwa ni mtu unayemtumaini na kumtegemea Bwana pekee. 하나님의 나라는 소자의 나라인 The 거예요. kingdom of God belongs to those who are humble. Ufalme wa Mungu ni kwa wale walionyenyekea. 자, 그러니까 복음의 본질은 세상의 모든 사람들에게는 별로 흥미가 없는 거예요. And so the essence of the gospel is not that it's not that attractive to the people of the world. Unajua kiini cha injili kinaonekana kama 자, hakiwavutii 그러니까 watu wa dunia. 여러분들이 참다운 복음의 본질을 설교하면 막 사람들이 아우성을 치면서 모이는 것은 가능하지 않아요. So it is impossible for people to gather in your church when you're preaching out of the true nature of the gospel. Ndio maana inakuwa ni ngumu sana kuwa na watu wengi kanisani unapokuwa unasimama katika kweli na unafundisha injili ya kweli. 우리는 모든 사람들을 부르는 존재가 아니라 We're not beings that need to call everybody. Hatujaitwa kwamba tumwite kila mmoja. 세상에 있는 하나님이 찾는 사람들, 거룩한 사람을 찾는 거예요. We're searching for the people, the holy people that God is searching. Tunawatafuta watu wale ambao Mungu pia naye anawatafuta. 예, 하나님의 나라는 그런 사람을 통해서 움직이는 것이지 세상을 좋아하는 사람들을 통해서 움직이는 게 아니에요. The kingdom of God is moved by such people, not the people who love the world. Ufalme wa Mungu unaguswa na watu wa namna hiyo, sio watu wa kidunia. 그러나 그런 소자의 기도를 들으시는 하나님의 영광이 움직이는 거예요. And the kingdom of God is moved by the glory of God, which is moved according to those who cry out to God in this way. Na ufalme wa Mungu unatembea na utukufu wa mtu wa watu wa Mungu kulingana na namna ambavyo unagusa ufalme wa Mungu pia. 세상에서는 아무것도 할 수 없지만 Even though you cannot do anything in the world, Na japokuwa hizo ukafanya chochote 예, katika dunia, 하늘의 칙령을 움직일 수 있는 you 자들. can move the commands of the kingdom of God. lakini bado unaweza kaamuru na mbingu zikasimama zikatenda na wewe. 하나님의 나라는 그렇게 움직이는 거예요. This is how you move the kingdom of God. Hivi ndivyo unavyotembea na ufalme wa Mungu. 예, 너무 세상처럼 세상에서 그렇게 존재하는 방식처럼 잠깐만 모든 것을 가지려고 하고 풍성해지려고 그렇게 살면 안 돼요. Do not still live with your worldly tendencies, trying to possess everything and gain more things. Usiishi katika maisha ya kutaka kuwa navyo vingi tu ikawa ndio unakimbizana navyo. 그건 세상이지 교회가 아니에요. That is the principle of the world, not the kingdom of God. Hiyo ni kanuni ya dunia, sio kanuni ya ufalme wa Mungu. 그건 조직이지 생명 있는 교회가 아니라. That is an organization, not a church which has the living spirit of God. Hiyo inakuwa ni taasisi wala sio kanisa linaloishi katika roho wa Mungu. 아멘. Amen. 자, 그래서 이렇게 하나님이 힘입어서 많은 싸움 중에서 하나님의 복음을 전했다 그랬어요.
So he was able to receive the strength of God and go through much conflictions. lakini pia alipokea nguvu za Mungu hata alipopita kwenye mateso mengi. 자, 그러니까 하나님의 복음을 전하는 이 모습 자체가 하나님의 힘을 공급받고 그리고 전쟁을 해야 되는 거예요. So to preach the gospel of God means to receive the strength of God and engage in battle. Kuhubiri injili manake ni kupokea nguvu, lakini na kuhusika 예. pia na mashambulizi na vita, 예, 복음이라는 것은 빛이기 때문에 Because gospel is light. kwa sababu injili ni nuru. 여러분의 성도들이 세상에서 어둠을 갖고 온 상태에서 그대로 복음을 받아들일 수는 없는 The 거예요. people of the world that bring darkness into the church, they cannot receive the gospel immediately. Na watu wanapokuja kanisani wakati mwingine wametoka duniani, 그렇기 때문에 kusema kupokea 여러분들이 injili mara moja. 목회자가 중보하면서 성도들의 이 어둠들을 풀어내야 되는 거예요. The pastor must intercede for the members of the church to release them from that darkness. Kwa mchungaji lazima uombee washirika wako ili wafunguliwe kutoka kwenye 예, giza hilo. 그럴 때 성도들은 그 빛을 받아들일 수 있는 거예요. That's when your members will be able to receive the light. Ndio maana washirika wako wataweza kupokea nuru na kuombea kufunguliwa 늘 kwenye vifungo. 복음을 전하는 목회자는 그렇기 때문에 하나님의 힘을 공급받아야 되고 그리고 전쟁을 통해서 그 복음을 받을 수 있는 준비를 시키는 거예요. That's why servants of God who are preaching this gospel must continue to receive the strength of the gospel so that you can fight for the people who are Kwa receiving it. mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi hiyo anatakiwa aendelee kupata nguvu na neema ili aendelee kupigana vita hiyo. 자, 3절로 가자 Let 말이에요. us move on to verse 3. Hebu tuangalie mstari wa 3. 자, 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니라 그랬어요. For our appeal does not spring from error or impurity. 자, 그러니까 이 권면이라는 말 자체가 이제 복음을 전하는 그 한 방법이겠죠. So this appeal refers to one method of spreading the gospel. Anasema kwa maana 자, Verse 3. 그래서 그 권면이란 말이 The word 있는데, appeal appears in verse 3. neno hili katika mstari wa 3 그러니까 이 하나님의 복음을 전하는 하나의 방식이죠. It's one way to spread the gospel. ni njia mojawapo ya kuihubiri injili. 자, 이 권면이라는 말은 이제 하나님의 복음이 노출됐다, 뭐 그런 의미를 지금 갖고 An 있어요. appeal means you are exposed to the word of God. Ile neno kuonekana manake ni ile katika hali Yeah. ya kupitia neno la Mungu. 아까 말했지만 이 하나님의 말씀의 가장 첫 번째 특징은 빛이라는 거예요. Like I said before, the first characteristic of the gospel of God is that it is light. Kama nilivyosema, tabia ya kwanza ya neno la Mungu ni ile nuru. 자, 근데 그 권면은 간사함이 없다는 거죠. And this appeal does not spring from error. Na hii hali ya kuonekana sema ni ile hali ya kutoonekana kwa hila. 이 간사함이라는 It's 것은 not to deceive, Sio ile hali ya udanganyifu. 오류가 없다 그런 거예요. which means it has no error. Hii inamaanisha kwamba haina udanganyifu wowote. 이 세상의 이론이나 세상의 생각들은 반드시 많은 오점이 있어요. The theories and the plans of the world always have a lot of errors. Manake mara nyingi hii hali ambayo inakuwa ni kiumbe yenye udanganyifu 그러나 mwingi, 하나님의 말씀에는 오류가 없어요. But the word of God never has any errors. lakini neno la Mungu haina ulaghai wowote. 그렇기 때문에 우린 진리라고 말하는 거예요. This is why we call it the truth. Hii ndio maana inaitwa kweli. 하나님의 말씀대로 살면 반드시 그렇게 되는 거예요. And if you live by the word of God, then this will surely happen to you. Na ukiishi kwa neno la Mungu la kweli, haya yote yatatokea kwako. 그 하나님의 말씀이 오류가 없다는 신뢰성을 여러분이 100% 믿어야 돼요. You're fully believing and trusting that the word of God has no errors. Na kama ukiamini, unapokuwa unaamini na kutumaini, neno la Mungu linakuwa halina udanganyifu 자, wowote. 그러니까 여러분이 선포하는 모든 말씀에는 오류가 없어야 돼요. So in all the gospels that you preach, you cannot have any errors. Katika injili yote utakayohubiri, ile injili yako itakuwa haina hila wala udanganyifu. 목회자 자신의 말을 하는 게 아니라 바로 하나님의 말씀을 대언하는 거기 때문에. Because you're not speaking your own words, you're speaking in place of God. Kwa sababu hauneni neno lako, unanena neno la Mungu. 아멘. Amen? 이 부분이 여러분에게 늘 중요하다는 걸 알아야 돼요. You must also realize that this is very important for you. Lakini lazima ugundue pia kwamba hili ni jambo la msingi kwako. 그러니까 목회자는 자신의 말을 하면 절대로 안 돼요. Pastors, you cannot speak your own mind. Mchungaji, usihubiri mawazo yako binafsi. 내 경험을 말할 수는 있겠으나 그것은 복음에 비춰진 그 간증이지 내 스스로의 경험이 아니란 말이죠. You can speak of your experiences, but those experiences are a reflection of the testimony that you have in the Word of Ndio, God. unaweza ukasema kuhusu uzoefu wako, lakini uzoefu wako pia utokane na neno la Mungu ambalo umekuwa nalo. 이렇게 말하는 사람이 있을 수 있어요. And some people may say this, Na watu wengine wanaweza kusema hivi, 어떻게 설교에 오류가 없을 수 있을까? how can there be no errors
errors in a sermon? Inawezekanaje asiwepo makosa kwenye ujumbe? 예, 그건 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 없는 거예요. It's because it is the word of God that there are no errors. Ni kwa sababu ni neno la Mungu, ndani mwake hakuna makosa. 예를 들면 신문에 글씨 하나가 없다 해서 사람이 죽고 살지 않아요. For example, let's say a newspaper excluded one word. That's not going to bring life or death to a person. Kwa mfano tuchukulie gazeti limesema neno moja ambalo 그러나 si kwamba litaleta mauti au uzima 예, kwako. 하나님의 말씀에 오류가 있으면 이것은 죽고 사는 문제란 말이에요. If there's an error in the word of God, though, then that's a matter of life and death. Kama kuna makosa kwenye neno la Mungu, manake ni swala la kufa na kupona. 예, 주님께서는 그래서 1.1에도 다 이루어진다고 말했어요. And that's why the Lord said everything of the Bible is going to be fulfilled. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba chochote kilicho kwenye Biblia kitaenda kutimizwa. 예, 그렇기 때문에 여러분들이 이 하나님의 말씀을 전하는 이런 경외감이 항상 있어야 돼요. This is why you must have the fear of the Lord when it comes to spreading the gospel. Na ndio maana lazima uwe na hofu ya Mungu unapolihubiri neno la Mungu. 계속 가자 말이에요. Let us continue. 자, 주연들의- 부정화에서 난 것이 아니라 했어요. And it is not from impurity, 하ikutoka katika uchafu. 예, 이건 세상적이지 않다라는 거예요. which means this is not worldly. Hii inamaanisha kwamba sio ya 자, kidunia. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 해석할 때 세상적인 기준에서 절대로 비춰지면 안 돼요. And when we're interpreting the word of God, we cannot interpret it through the perspective of the world. Tunapolitafsiri neno la Mungu hatulitafsiri kwa jicho la kidunia. 세상이 이렇게 말하기 때문에 우리도 그렇게 해야 된다. 이런 식의 설교를 하면 안 되는 You 거예요. cannot preach to the church saying, since the people of the world are doing this, we must do it too. Hatuwezi kutafsiri neno la Mungu kwamba kwa kuwa dunia inafanya hivi na sisi lazima tufanye hivi. 아무리 모든 사람들이 옳다고 얘기해도 하나님의 보험에서 아니면 아닌 것이에요. No matter how right the people say it is, if the word of God says no, then that is no. Haijalishi dunia itasema kwamba hili jambo ni la sahihi namna gani. Kama neno la Mungu likisema hapana, 반대로. tunasimama kusema hapana. 반대로 세상 사람 다 옳다고 그래도 하나님이 아니면 아닌 것이에요. Conversely, if the world says yes and God says no, then it is no. Na kama dunia ikisema ndio lakini Mungu akasema hapana, tutafata kile ambacho Mungu anasema hapana. 하나님의 말씀이 세상적 경영성의 영향을 받으면 안 되는 The 거예요. word of God cannot be influenced by the trends of the world. Neno la Mungu haliwezi kubadilishwa na kushawishiwa na mfumo wa kidunia. 예, 이 부분에 타협이 있으면 안 돼요. You cannot have compromise in this matter. Hauwezi ukawa na michanganyo kwenye jambo hilo. 예, 그거는 세상이 움직이는 방식이에요. That is the way that the world works. Hivyo ndivyo dunia inavyotenda kazi. 그러나 교회는 하나님의 말씀, 하나님의 기준에서 움직이는 거예요. But the church is moved according to the word of God. Lakini kanisa linatembea kwa kulingana na neno la Mungu. 세 번째, Thirdly, 예, 속임수에서 난 것이 아니라고 말해요. there's no deceit. Anasema hakuna hila. 예, 이건 미끼라는 의미예요. And deceit is like bait. Unajua ile hali ya udanganyifu ni kama 예, hila. 하나님의 말씀을 미끼로 사용하면 안 돼요. You cannot use the word of God as a bait. Hauwezi ukatumia neno la Mungu kama udanganyifu. 자, 이런 식으로 말씀을 전하는 거. So for example, preaching like this. Kwa mfano ukahubiri hivi. 예, 이번에 헌금하면 복 받습니다. If you offer this time, you will be blessed. Ukasema ukitoa sadaka hii utabarikiwa. 예, 그건 말씀을 미끼로 사용하는 That's 거예요. using the word of God as bait. Hivyo ni kutumia neno la Mungu kwa udanganyifu. 이런 식의 설교들 여러분 많이 했을지 좀 이러네요. I know that many people preach like this. Na najua watu wengi hapa wanahubiri hivyo. 네, 그거는 하나님의 말씀을 미끼로 사용하는 거예요. You're using the word of God as bait then. Manake unatumia neno la Mungu kwa udanganyifu. 자, 여러분의 복음은 Your gospel, Injili 첫 번째로 존재라는 원칙에서 설교를 해야 돼요. firstly, you must preach out of your existence, kwanza the principle of your existence. lazima ulihubiri neno kulingana na msimamo 그러니까 na kanuni ya maisha unayoyaishi. 보세요. 이 모든 말씀은 존재이기 때문에 가능한 거예요. All the things that are written in the Bible happen because we are that being. Vitu vyote vinavyotendeka kwa Biblia vinatendeka kwa sababu ni kama vimeumbwa. 항상 기뻐하라. 어떻게 Always 가능해? rejoice. How is this possible? Siku zote furahini. Jambo linaweza kutendekaje? 그 존재이기 때문에 가능한 거예요. It is possible because we are such beings. Ni muhimu litendeke kwa sababu sisi ni 자, viumbe. 존재라는 대전제 아래서 항상 중요한 건 우리와 하나님의 관계성이에요. And the preface of this being is to know who is God and what relationship you have with Him. Na unabii katika jambo hili inatokana na kumjua Mungu ni nani na uhusiano ulio naye
pamoja na 하나님이 어떤 분이고 그래서 하나님의 나를 누구라고 말하냐 이 관계와 존재성의 근거에서 설교를 해야 돼요. You need to preach out of the faith of your existence that comes from knowing who God is and what your identity is in God. unahitaji kuhubiri kutokana na ushirika wako na uhusiano wako na Mungu na utambulisho wako ulio nao katika Mungu. 자, 그러니까 이 관계, 이 존재와 관계성이 무너지면 And if your relationship, this existential relationship is broken, Na kama mahusiano yako yameharibika, 예, 여러분은 필연적으로 행위에 초점이 있어야 돼요. then your focus will return to your deeds. kwa manake mtazamo wako utarejea kwenye matendo yako. 예, 잠깐만 행위를 강조하게 And you 돼요. will emphasize deeds and conduct to your church. Na utaanza kusisitiza sana matendo 예, yako katika kanisa. 하나님의 자녀는 행위에 근거로 하는 삶을 살지 않아요. The children of God do not live upon their deeds. Lakini kanisa la Mungu halipaswi kuishi kulingana na 예. matendo ya kibinadamu tu. 어떤 것은 할 수도 있고 안 할 수도 있는 거예요. They can do something or they cannot. Linaweza kufanya jambo au kutofanya jambo. 예, 그것은 환경과 조건에 의해서 성도가 움직이지 않기 때문에 A 그래요. saint is not moved by their surroundings and circumstances. Mtakatifu hasukumi na kuendeshwa na mazingira 자. yaliyomzunguka. 이번 탄자니아와 집회가 그런 거예요. And this Tanzanian conference is that. Na unajua ili kongamano la Tanzania liko hivyo. 모든 상황은 절대로 우리가 들어올 수 없어요. Every situation said we cannot come to this place. Kwa sababu hali ya mazingira yote ilisema kwamba 이제- hatutaweza kuja. 그리고 우리 교회는 이제 연말이 되기 때문에 재정이 완전히 빈 상태예요. And since we're nearing the end of this year, we have lost a lot of money in the church already. Lakini tulipokuwa katika mwisho 예. wa mwaka huu, maana 그러니까- tumepoteza hela nyingi kanisani 예, kwetu. 재정적으로도 환경적으로도 여기는 우리 들어올 수가 없어요. That's why financially and circumstances wise, we couldn't have come to this conference. Ndio maana mazingira yetu ya kiuchumi yalikuwa haturuhusu 그러나 kuja kwenye 하나님은 kongamano hili. 하나님이 일하시는 방이 그런 게 아니에요. But that's not how God works. Lakini hivyo sivyo Mungu anavyotenda kazi. 하나님의 뜻이냐 아니냐. Is it the will of God or not? Je, ni mapenzi ya Mungu au sio mapenzi yake? 예, 모든 상황은 아니지만 뜻이면 오는 거예요. We know the situations, but if it is the will of God, then we will come. Tunajua mazingira yalivyo ni magumu, lakini kama ni mapenzi ya Mungu 그러나 tutatenda tu. 모든 상황이 그렇다 할지라도 아니면 아닌 것이. Even when every situation is very positive, if it is not the will of God, we won't do it. Na hata kama mazingira yanaonekana ni mepesi yanakubali, lakini 그러니까- tukigundua si mapenzi ya Mungu, 예, hatuendi, hatufanyi. 하나님과 살아가는 방식에 갈등은 없는 거예요. So there is no struggle in this relationship that we have with God. Kwa hiyo hakuna ile hali ya mkwamo kwa mahusiano tulio nayo na Mungu. 예, 중요한 건 하나님의 뜻이냐 아니냐예요. The important thing is for you to tell what's the will of God. Kitu cha msingi wewe kukifahamu ni kujua, 예. je, ni mapenzi ya Mungu? 재작년에 우리가 이스라엘 가서 집회할 때도 2 years ago, we were holding a conference in Israel. Miaka miwili iliyopita tulikuwa na kongamano kule 예, Israeli. 이스라엘에 폭탄이 막 떨어질 때였어요. And it was when missiles were being shot into Israel. Na wakati huo ndio mabomu yalikuwa yanaachiliwa Israeli. 그때도 한국 정부에서 들어가지 말라 그랬어요. And back then, our government told us not to go. Na serikali yetu katuambia tusiende. 예, 그러나 하나님의 뜻이었어요. But it was the will of God. Lakini je, ilikuwa mapenzi ya Mungu? 그리고 우리는 엄청난 기적의 역사를 통해서 이스라엘 들어가서 집회를 했어요. And through a great miracle, we were able to go into Israel and hold this Na conference. kupitia muujiza wa Mungu tulipenya Israeli na tukafanya kongamano. 하나님의 뜻이면 갈등이 없는 거예요. If it is the will of God, there is no struggle. Kama ni mapenzi ya Mungu mpendwa, hakuna kung'ang'ana, unapenya tu. 자, 그러니까 이거 보세요. 하나님의 자녀는 행위의 선함, 이걸 하면 선하고 이걸 하지 않으면 악하고 그런 행위로 사는 게 아니에요. The righteousness and the wickedness of a child of God is not dependent on their actions. Unajua haki ya mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu haitegemei matendo yake. 우리는 행위를 통해서 의를 결정하지 않아요. We're not justified through our deeds. Hatutakaswi na kuhesabiwa haki kupitia matendo yetu binafsi. 하나님과의 관계성, It's through our relationship with God Ni kupitia ushirika wetu na Mungu. 예, 하나님과의 존재됨, and to know of our existence within the Lord. Na kufahamu kuishi kwetu kupitia Mungu. 이것이 하나님이 모든 것을 결정하셔요. That's where God decides everything for us. Ndio hapo Mungu huamua kila kitu kwa ajili yetu. 그러니까 여러분들이 율법적인 설교를 하면 안 되는 So 거예요. you cannot pray out of legalism. Kwa hiyo hauwezi ukaomba tu kwa sababu ya sheria au 잠깐만, kikanuni. 성도들을 행위를 몰아가면 안 되는 You 거예요. cannot push your church members to focus on their deeds. Hauwezi ukawaambia washirika wako kwamba waweke mtazamo wao kwenye matendo. 예, 이 부분에 대해서는 굉장히 오랜 설교가 필요한 부분인데 And this requires also a very long sermon. Na hiki sasa kinahitajika ujumbe wa muda mrefu. 일단 들어두세요. But just listen. Lakini sikiliza tu. 자, 그래서 우리는 하나님 말씀을 미끼로 사용하면 안 돼요. So we cannot use the word of God as bait. Sasa hatuwezi tukalitumia neno la Mungu kama kamari na 하나님의 말씀이 어떤 행위의 정당성을 가지면 안 되는 거예요. You cannot justify the word of God through your deeds.
hauwezi ukalitumia neno la Mungu kwamba ndio litakase matendo yao. 오직 의는 하나님의 결정이에요. To be righteous is solely the decision of God. Kuwa mwenye haki ni swala la Mungu mwenyewe 하나님이 analiachilia 의라고 kwako. 말해야 의인 것이에요. God has to say you are righteous for you to be Mungu righteous. ndiye anapaswa kutamka kwamba kukutangaza wewe ni mwenye haki na unakuwa mwenye haki. 여러분이 좀 어렵게 들릴 수도 있는 말인데 And this could be a little difficult for you to Na understand. hili linaweza kuwa gumu sana kulipokea na kulielewa. 하여튼 일단 존재다 이게 중요한 거예요. But just know that your being, your existence is the important thing. Lakini fahamu ya kwamba kuishi kwako na kuwepo kwako 그래서 ni 그 jambo la 존재는 msingi pamoja 하나님과 na Mungu. 관계성에서 비롯된다. And that existence comes from your relationship with God. Na huo uwepo wako unapaswa 자, usimame 우리- kutoka kwenye ushirika wako na Mungu. 4절 하나 제 말이에요. Now let's move on to verse 4. Sasa tuangalie mstari wa 4. 예, 이제 이러다가는 이제 이번 집회 대소가 2장도 못 끝내겠네. I don't think I'll be able to finish up to chapter 2 in this conference if it's this pace. Sidhani kama nitaweza kumalizia hii sura ya pili kwenye kongamano hili. 어디까지 하든 뭐 여러분이 우리 같이 이렇게 자세히 하나씩 다루는 게 좋겠죠. But it doesn't matter where we end up because it's important for us to go through the details like this. Lakini haijalishi tutaishia wapi, kinachojalisha ambacho ni cha msingi ni lazima tupate kipengele kwa kipengele vizuri. 우리 사이트에 들어가면 대소서에서 강의 있어요. If you come to our site, then you can listen to my full expository sermon on 1 Thessalonians. Ukija kwenye website yetu utaangalia na kuweza kujifunza kile ambacho nimezungumza kuhusu kitabu cha 그리고 Wathesalonike. 이제 우리 성경 66권 모든 강의가 다 우린 다 돼 있는데 And we have preached from all 66 books of the Bible already. Na tumekwisha hubiri vitabu vyote vya Biblia tayari tumeshavihubiri. 전 세계 언어로 지금 이제 번역 중에 있어요 다. And right now we're in the process of translating it to all languages. Na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kutafsiri Yeah. ujumbe zetu zote hizo kwenye lugha zote. 책들도 많이 나와 있는데 And we're publishing some books as well. Na tunaachilia tena hata vitabu vingine ambavyo Ya, 그래서 tumeviandaa. 이제 여러분의 언어로 번역을 누군가 좀 해야 돼요. And we need people who will translate our manuscripts into your language. Na tunahitaji watu watakao tutafsiria vitabu vyetu kwenye lugha yenu. 이제 영어와 여러분 언어가 퍼펙트한 사람이 있어야 돼요. So we need a person that is very good at English and Swahili. Tunahitaji mtu ambaye yuko vizuri sana kwenye lugha ya Kiswahili na Kiingereza. 이제 그런 사람들은 좀 우리 한국으로 왔으면 좋겠어. If you know a person like that, then we want to bring that person to Korea. Na kama unamfahamu mtu wa namna mtafsiri mzuri, tunataka tumlete kule Korea. 그래서 이제 전적으로 우리 설교들 이거 번역하고 So that you can come and be trained and also translate our sermons. Ili uje ufundishwe uelekezo namna ya kutafsiri hizo jumbe zetu. 이제 우리 교회에서 함께 같이 사는 거죠. And you will live with us in our church. Na utaishi pamoja nasi kanisani kwetu. 영어 잘하는 사람 오세요. So good English speakers, please come. Kwa hiyo mzungumzaji mzuri wa Kiingereza tafadhali tunakutafuta. 우리 일단 에베소서 책이 영어로 나와 있는데 And right now we have published our book of Ephesians in English. Na sasa hivi tunatafsiri kitabu cha Waefeso katika lugha ya 그거 Kiingereza. 이제 여러분들에게 USB 쪽으로 다 흘려보내겠습니다. And we will send the digital files to you. Na tutatuma hilo faili kwako. 필요 없어요, 여러분들? Don't you want it? Hakuna anayehitaji. 그래요. 그래요. 이제 우리 프랭크 목사님한테 USB 다 드리겠습니다. We'll give the digital copies to Pastor Frank and he will spread it to you guys. Tutampatia mchungaji Frank faili hilo na atawatumieni. 예, 우리는 어떤 말씀도 여러분이 그대로 사용하는 것을 다 허락해요. And we allow for you to use our message, our gospels. Na tunaruhusu uweze kutumia jumbe zetu. 왜냐하면 이 설교는 내가 주인이 아니라 성령이 주인이기 때문에. Why? Because the owner of this message is not me but the Holy Spirit. Kwa sababu mmiliki wa jumbe hizo sio mimi bali ni Roho Mtakatifu. 그렇기 때문에 여러분도 이 말씀으로 돈을 벌면 안 돼요. But the only condition is you cannot earn money, you cannot profit with this message. Lakini kanuni na masharti ni kwamba usitumie uzo 그래서- jumbe kuziuza na kupata fedha. 여러분이 그대로 다 사용하는 것은 좋지만 But we allow you to use the message as it is. Tutakuruhusu uzitumie jumbe kama zilivyo, 이제 책을 만들어 팔거나 But don't write it into a book and sell it. lakini hatutakuruhusu utengeneze vitabu na 이 말씀 kujipatia 갖고 fedha. 부흥회 가서 강사를 받거나 And don't go to these revival conferences and receive compensation as a speaker. Na usiende kwenye makongamano ya uamsho na kisha ukapata fidia kama mtumishi unayenena pale 그것만 안 kupitia 하면 돼요. jumbe hizo. That is the only condition for using our Hayo ni message. masharti tu 자, ambayo tulio nayo kwa ajili ya nyinyi kutumia 4절 jumbe 하려고 hizo. 했더니 시간이 안 되네. And I wanted to go to verse 4, but we don't have time. 기도 한번 Nitaka 합시다. tuingie So let's mstari pray. wa 4 lakini
tunaomba, hebu tuombe. 자, 오늘 많은 얘기를 했는데 제가 기도합시다. We talked about many things today, but let us pray. Tulizungumza mambo mengi siku ya leo, lakini hebu tuombe. 여러분에게 기름 부심이 흘러갔어요. This anointing has flown into you. Kadiri upako unavyoshuka juu yenu. 예, 또 여러분 오늘 영적 전쟁하면서 많은 불과 권세가 흘러갔어요. And as you're engaged in spiritual warfare today, you received a lot of fire and power. Na utakapohusika katika vita ya kiroho utapokea nguvu na moto. 자, 오늘 방언하면서 이런 것들이 액티베이트 되기를 As we 원합니다. speak in tongue, we will activate all the things that we receive. Tutakapokuwa tunanena kwa lugha, manake tunachochea mambo yote 이제 tunayopokea. 전쟁 마무리합시다. And then let's conclude this battle. Na hebu tumalizie vita ya kiroho hii. 하나님 하시옵소서. Father, would you come upon us? Baba, achilie juu yetu. 오늘 이 말씀의 기름 부심이 활성화되게 하소서. Would you activate the anointing of this word? Baba, uchochee nguvu ya neno hili. 이 주술과 만유의 이 전쟁을 이제 끝내게 Help us 하소서. to finish this battle against the sorcery and the witches of this land. Tusaidie tumalize vita hii dhidi ya uchawi na kila ushirikina. 이제 여기 있는 종들이 이 마지막 시대 거룩한 종들로 일어나게 하소서. Let all the servants gathered here become your glorious servants in the end times. Achilia malaika wako wa mahali hapa Bwana, inua watumishi wako nyakati 이들을 za 통해서 mwisho. 영광스러운 교회가 세워지게 And raise 하소서. up glorious churches through them. Uliinue kanisa lenye utukufu 예, kupitia 다 watu 같이 hawa. 기도합니다. Let us pray together. Hebu tuombe pamoja. 할렐루야. 하나님 감사합니다. Lord, we thank you. 하나님 오늘 이 말씀의 기름 부임이 계속 활성화되게 하소서. Would you help us to continue to activate the anointing of the word today? Baba, tusaidie kuchochea nguvu yako. 아버지여 이 시간 하나님이여 주술과 만유의 전쟁을 마무리하게 하소서. Father, would you help us to finish this battle against the sorcerers and the Baba, witches? tusaidie tumalize vita hii dhidi ya uchawi na ushirikina. 충성들한 정부 전사들이여 Obedient heavenly angels, 모든 주술과 하나님 만유의 역사를 믿고 go 파괴하라. and destroy all the worst of the witches and sorcerers. Haribu kazi za kichawi. Moto. 오 임하소서. Father, more. 더 기름 부시 하나님. Anoint us more. Upake mafuta zaidi. 이제 하나님이여 이 아프리카 영광스러운 교회들이 일어나게 To 하소서. raise up glorious churches in Africa. Inua kanisa tukufu Afrika. 이제 이 아프리카의 거대한 영적 거성들이 일어나게 And 하소서. raise up spiritual giants in Africa as well. Inua roho ya majabari katika Afrika. 정결하고 순결한 교회들이 일어나게 하소서. Raise up holy and pure churches. Kanisa takatifu lililotukuka lililooshwa. 참다운 진리가 세워지게 하소서. Raise up the truth in this land. Kanisa takatifu la kweli katika taifa 더 hili. 기름 부시 하나님. Father, anoint us further. Baba, tupake mafuta. 모든 묶임 풀어지게 하소서. Be released from all of your bindings. 모든 문을 Achilia 풀어지게 kila 하소서. vifungo vilivyo. Melt away all of our spiritual hardness. Baba, kila ugumu wa kiroho. 더 강력하게. More powerfully. 하나님 여소서. Father, open up the heavens. Baba, mbingu Cultivate the land. 이 땅을 정결하게 하소서. Purify the land. takasa nchi hii. 더 강력하게. Father, more powerfully. Baba, nguvu zaidi, nguvu zaidi. Fill us up.